Msikilizaji, sijajua kama ni kwangu mimi tu au la. Yaani vile ambavyo nafikiria. Kama ulishawahi kutoka nyumbani kwenu ukaenda labda kufikia kwa rafiki yako, aidha umetoka kijijini ama wapi, na unaenda kufikia kwa rafiki yako, utaungana na mimi kuelewa kile ambacho anakipitia Ramso kutokana na huyo rafiki yake Jordan. Kama ulishawahi kuishi na rafiki ambaye wote mnafanya kazi inayofanana chumba kimoja, utaelewa anachokupitia Ramso kutokana na rafiki yake Jordan. Nadhani utaelewa vizuri sana. Na hii ni sehemu ya 5, tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumba. Tulipoishia sehemu ya 4 ni baada ya kuona Najma sasa ameshaambiwa ukweli kuhusiana na taarifa alizopewa na Shani, na ameona ngoja kwanza akae pia mbali na Juju mwenyewe. Baada ya kuonana na Najma alikuwa ameonana na Ramso. Baada ya Ramso kutoka kwenye gari akawa ameonana pia na Juju. Umeelewa Sasa Ramso akaondoka zake, sasa Juju akaenda kumuuliza Najma kwamba imekuaje mpaka akawa na ukaribu kiasi hicho na Ramso, na asimwambie kwamba Ramso ndio mwanaume aliyempenda. Sasa Juju baada ya kupewa taarifa akasema ya kwamba kama ndio amekuwa hivyo, basi sitokubali uwe na mahusiano na mtu asiyekuwa na mbele wala nyuma. Sasa itakuwaje msikilizaji? Tuzidi kusonga mbele. Tayari Ramso ameshasalitiwa, mimi na wewe tunafahamu, lakini Ramso hajui kama Monica amemsaliti. Tunasonga mbele. Langu jina kwa Lumba. Majira saa 4 usiku Najma alikuwa na Shani sebeni wakifuatilia fiesta, ikiwa ni siku ya pili tangu tamasha hilo lianze. Siku hiyo tamasha lilikuwa linafanyika mkoani Arusha na kurushwa mubashara kabisa kwenye TV. Muda huo Shabani alikuwa bado hajarudi nyumbani kutokea kazini. Lakini pia wazazi walikuwa kwenye floor ya chini ambako walikuwa wanaishi. Najma na Shani wao walikuwa ghorofani ambako walikuwa wanaishi. Sasa ule muda wanafuatilia lile tamasha, Najma alionekana kuwa busy na simu kuliko kutazama TV. Alionekana kuwa busy mno na simu kuliko kutazama TV. Alikuwa na chati na mtu kwenye simu na alikuwa akionekana na sura yenye tabasamu muda wote. Ni dhahiri alikuwa anapigishwa story za kufurahisha, ndio maana akajawa na tabasamu pana. Sasa mwanadada Shani alingamua kitu kufuatia kile kilichokuwa kinaendelea kwa Najma. Alipata hisia huenda Naj alikuwa na chati na Ramso, ndio maana alikuwa na tabasamu pana usoni. Sasa kwa nini alihisi Ramso? Kwa sababu tayari alishajua wawili hao wana ukaribu, na pia alikuwa anajua Ramso ni mcheshi sana na ana uwezo wa kumfanya mtu acheke au kutabasamu hata kama akiwa kwenye huzuni. Hisia za Shani zilikuwa sahihi, kwani Najma alikuwa na chat na Ramso muda ule. Ramso ambaye alikosa message za Monica majira yale ya usiku. Siku hiyo Ramso alilala peke yake huku Jordan akiitumia usiku wake na Monica. Kwa upande wa mwanadada Shani, mood ya kutazama fiesta ilikata kabisa baada ya kuhisi Najma ana chat na Ramso. Asa Shani alimuuliza Najma kwamba vipi uliongea tena na ule mtu? Najma aliacha kuchati kisha akahamisha macho yake kwa Shani. Mtu gani? Namaanisha Ramso. Umenikumbusha kitu ifi yangu. Leo si nilienda kutana na Ramso. Basi bwana, nikaanza kumpeleleza kuhusu yale aliyoniambia. Nilimpeleleza kuhusu maisha yake ya mahusiano na kama alishawahi kuoa ama kuwa na watoto. Ulimuuliza? Niambia akakujibu nini? Ni simanzi tupo tu nimekutana nayo baada ya kunipa story yake ya mahusiano. Kama ile story ni ya kutunga, basi yule jamaa ana kipaji kikubwa sana cha kuigiza, maana unajua amenifanya nidondoshe machozi. Story ya mahusiano yake? Story gani hiyo? Unajua nini hivi? Ramso kaniambia hajawahi kuoa wala kuwa na mtoto hata wa kusingiziwa. Hajawahi kuambiwa na mwanamke yote kuhusu ujauzito wala hajawahi kukataa. Alafu kubwa zaidi ni kwamba katika maisha yake ya kijijini aliwahi kuwa na mwanamke mmoja tu kwenye mahusiano ya kimapenzi. Ni mwanamke aliyewahi kumpenda kuliko kitu chochote kile mbali na wazazi wake. Ni mwanamke aliyempatia dhamana ya kuja kuwa mke wake na hakuwahi kabisa kumtoa machozi.
licha umaskini alionao, lakini alijitahidi sana kutimiza kila hitaji la mwanamke huyo. Ni mwanamke ambaye alimthibitishia kwamba yupo tayari kuishi naye kwenye hali yoyote ile ya maisha. Kutokana na upendo aliokuwa nao, Ramso aliamua kwenda kwa wazazi wa mwanamke huyo kutoa posa na kulizia kuhusu mahari ili aweze kumuoa. Hapo ndipo kizaazaa kilipoibuka baada ya wazazi kutaka kiasi kikubwa cha pesa. So ni kiasi ambacho Ramso pamoja na familia yake hawakuwa na uwezo nacho. Mwisho kabisa akatokea kijana wa kitajiri kutoka mjini na kumuoa yule mwanamke kwa hiari yake. Yule mwanamke alichagua kuachana na Ramso na kukubali kuolewa na mtu mwingine kwa hiari yake mwenyewe. Hakukumbuka tena zile ahadi na viapo vyake kwamba ataishi na Ramso kwenye hali yoyote ya maisha. Bila huruma, alimwacha Ramso kwenye kipindi ambacho bado alikuwa anamhitaji sana. So baada ya hapo Ramso akapata wazo la kuja mjini kutafuta pesa ili asije kumpoteza mwanamke mwingine atakayempenda kisa pesa. Yaani ifishani. Hiyo ndo story niliyosimuliwa na Ramso. Sijui kama ni story ya kweli au amendanganya. Ameniambia kwamba huyo mwanamke anaitwa Rasha. Ni huko tu kijini kwenu. Vipi, unamjua mwanamke na unaifahamu pia kuhusu hiyo story? Shani alihisi ganzi mwili mzima, kiasi kwamba akakosa hata nguvu ya kuinua ulimi kujibu swali aliloulizwa. Moyo wake ulikuwa unavuja machozi kwa wakati huo. Shani alikaa kimya kwa takriban dakika nzima, ndipo akapata nguvu kidogo ya kujibu. Alichojibu ni kwamba kijijini kwao hakuna mtu anayeitwa Rasha na ile story haikuwa na ukweli wote. Baada ya kujibu hivyo, akaondoka pale sebuleni na kuelekea chumbani kwake bila kumwaga Najma. Ile hamu ya kuendelea kutazama tamasha la muziki ikamwishia kabisa. Mpaka kufikia hapo, Najma akapata uhakika zaidi juu ya kile alichosimuliwa na Ramso. Roho ilimuuma sana Najma kuona kwamba kaka yake ametumia nguvu ya pesa kudhulumu na kupokonya furaha ya mtu mwingine. Basi bwana, siku iliyofuata mpaka kufikia majira ya saa 3 asubuhi, Ramso hakufanikiwa kabisa kumtia machoni Monica wala kuzungumza naye kwenye simu. Licha ya jitihada za Ramso kumpigia simu Monica, simu iliita lakini hakupokelewa. Ramso akiwa pekee kwenye kibanda chao cha kutengeneza kucha, alikuwa na msongo mzito wa mawazo. Maswali yalikuwa ni mengi sana kichwani kwake kufuatia mabadiliko ya Monica. Akiwa anaendelea kuwaza, ghafla alishtuliwa na sauti ya kike ikisema, "Kaka, mambo?" Ramso aliinua macho na kumtazama yule aliyemsalimia. Alikuwa ni mfanyakazi wa Mama Chichi ambaye ni mwenzake Monica kwenye kibanda chao kile cha Mama Ntilie. Basi bwana, Ramso alivyosalimiwa hivyo akaitikia, akasema, "Poa, vipi wewe?" "Mimi safi, nimekuja kuchukua oda kama unahitaji chakula." "Leo asubuhi sijisikii kula chochote, labda mchana utaniletea wali samaki." "Sawa, hakuna shida kaka, mimi naondoka." "Sawa, kazi njema." Yule mdada akageuka na kuanza kuondoka, lakini ghafla akaitwa na Ramso. "Dada, samani dada, kuna kitu naomba kuuliza." Ramso alimwambia maneno hayo yule mdada na kumfanya asimame kumsikiliza. "Samani dada, hivi mwenzako Monica leo amekuja kazini?" "Hapana, hajaja leo." "Vipi, kuna jambo lolote labda limemsibu?" Kiukweli sina taarifa zake, labda bosi ndo anajua kinachoendelea, lakini kama angepata tatizo basi pale ofisini wote tungejua." "Vipi, unamdai kwani?" Hapana, sina deni naye. Ila nilikuwa tunamuulizia tu, maana nilishazoea yeye ndo alikuwa anakujaga hapa mara kwa mara kuchukua oda." "Oh, basi ndo hivyo kaka. Moni hajaja leo." "Okay, sawa, unaweza kuondoka dada." "Sawa kaka." Bimdada aliondoka na kumwacha Ramso pale kibandani. Ramso sasa akapata jibu kwamba Monica hakuja kabisa kazini ile siku. Maswali yakazidi kuongezeka, maana hakujua kwa nini mpenzi wake hakuja kazini. Lakini pia hata Jordan naye alikuwa bado hajafika kazini mpaka kufikia muda huo. Wateja wakaanza kufika pale ofisini kuhitaji huduma za kucha, hivyo Ramso akaanza rasmi kuwajibika. Alifanya kazi kwa ufanisi kama kawaida yake. Majira fulani ya saa 8 kama dakika 10 mchana, Ramso alitulia mwenyewe ofisini huku akiendelea kumwaza Monica. Muda huo hakukuwa hata na mteja yote pale ofisini. Kichwa cha Ramso kilikosa kabisa utulivu kwa kuwa tayari alishazama kwenye penzi la Monica. Wakati anaendelea kuwaza, kuna viatu vya kike vilionekana kuingia pale ofisini, lakini Ramso
hakujua chochote kutokana na kuwa mbali sana kimawazo. Alikuja kushtuka baada ya kuguswa bega, na alipoinua macho akakutana uso kwa uso na Najma. Ramso akashtuka kwa mara nyingine, maana hakutegemea kabisa kumuona Najim daule. "Oh, Najma." Ramso. Umekuja muda gani?" "Sasa hivi tu." "Unaweza nini jamani kiasi kwamba ni mtu anaingia ofisini kwako atafu, yani haujui chochote?" "Wewe acha tu. Si unajua tena mawazo ni sehemu ya maisha yetu." "Ya, naelewa, lakini hatupaswi kupitisha ukomo ili kulinda afya ya ubongo." "Ya, naelewa na mimi. Hilo usijali, niko sawa kabisa." "Kabisa na Najma. Au hukai unapita tu?" "Nipite niende wapi sasa?" "Labda kwa rafiki yako Jojo." No. "Mimi nimetoka nyumbani kwa ajili yako mchumba wangu uongo." "Mbona sasa ukiniambia kwenye simu kama ulikuwa unakuja kwangu Vipi kama usingenikuta?" "Mimi najua lazima tu nikukute tu kazini, maana unaonekana una bidii ya kazi. Sikutaka kukupigia simu kwa kuwa nilitaka kusurprise kidogo leo." "Sawa bwana, karibu sana mchumba wangu uongo." "Niagize basi kinywaji unachopenda nikakuchukulie." "Mimi sihitaji kunywa wala kula. Hebu nitengenezee kwanza kucha zangu. Si unakumbuka nilikwambia nitakuwa nakuja kukuongesha ofisini kwako?" Ya, nakumbuka Najma. "Asante sana kwa kweli ese, nashukuru mno. Ngoja basi nikufanyie motundo ili uzidi kwa mrembo zaidi malkia wangu uongo." Miguu ya Najma ikazama ndani ya beseni la maji, kisha Ramso akaanza kuiosha taratibu huku akimwimbia wimbo mzuri wa kumsifia. Najma alijikuta ananogewa na kuhisi raha isiyo na kifani ndani ya moyo wake. Ile huduma iliyokuwa inatolewa ukijumlisha na wimbo vilitengeneza taswira ya mahaba, tena mahaba mazito sana kwenye moyo wa Najma. Najma alitamani kumwajiri Ramso ili awe anamfanyia vile vitu yeye peke yake. "Ramso." "Naam Najma. Kwa hiyo kila mteja anayefika huwa unamfanyia hivi?" "Ya, namfanyia kila anachotaka. Si unajua tena mteja ni mfalme." "Kwa hiyo huwa unawaimbia kabisa?" "Hapana bwana, siwaimbii. Bali najimbiaga tu mwenyewe kwa sababu nishazoea hivyo." "Na kwa hiyo hapa pia unajimbia tu, huniimbii mimi eti?" "Hapana, hapa sijajimbia bali nimekuimbia wewe mchumba wangu uongo." "Kwa nini sasa?" "Kwa sababu nastahili kuimbia malkia wangu uongo. Sifa zote za urembo na uzuri unazo. Sasa kwa nini sikuimbie?" "Ya Ramso wewe. Haya bwana, endelea basi kuniimbia mfalme wangu uongo." Ramso akaendelea na zoezi la kufurahisha moyo wa Najma. Wakati zoezi hilo likiendelea, ghafla simu ya Ramso ikaita na mpigaji alikuwa ni Jordan. Ramso alisitisha zoezi la kumfurahisha Najma, kisha akapokea simu na kutega sikioni. "Oi Ramzi." "Yes, niambie mwamba." "Fresh mwanangu, si upo hapo ofisini?" "Ya, nipo hapa mwanangu." "Poa, sasa sikia mwanangu. Hebu nitumie kwanza 20,000 haraka hapo, maana kuna dharura hapa imejitokeza." Mbona haijafika 20 hapa kaka? Hapa kuna 10,000 tu mpaka sasa." 10,000? Yaani mwanangu tangia asubuhi umepata 10,000 tu? "Ya, 10,000 tu mzee. Alafu mbona bado mapema sana mwanangu Unashangaa kupata 10,000 wakati ndo kwanza saa 8 sasa hivi?" Ramzi mwanangu, huwezi kuwa serious mwanangu. Mbona mimi mwenyewe nikikaa hapo napataga zaidi ya shilingi 20,000 mpaka kufikia saa 8? Lakini ni biashara mwanangu na kumbuka siku hazifanani Joda. Hamna mwanangu, wewe sema tu unataka kuniulia ofisi yangu mwanangu. Yaani mwanangu unataka kuniulia ofisi mwanangu. Yaani mimi naona kabisa umechoka kuishi tauni mwanangu. Sikia sasa. Nitumie kwanza 10,000 alafu mimi nitajua cha kufanya. Simu ilikatwa baada ya mazungumzo hayo. Yale mazungumzo yalimnyong'onyesha sana Ramso na kumvunja kabisa moyo. Hata ile nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwenye ile ofisi ilimuishia. Yaani mtu anajitoa, anajitahidi maskini, anawahi kazini, anaifanya kazi kama kazi yake, alafu anakuja kuambiwa kwamba anayua ofisi. Tayari alishaona dalili zote za kutokuhitajika kwenye ile ofisi. Alishaona. Kitendo cha Jordan kuhitaji 20,000 muda ule ni kama vile alikuwa anatengeneza mazingira ya kumtafutia sababu za kumfukuza kwenye ofisi. Ukweli ni kwamba msikilizaji, ile ofisi ilikuwa na wateja wengi majira jioni, na sio asubuhi wala mchana. Jioni watu wanaonekana ndio wanapata wengi nafasi ya kwenda kutengeneza kucha.
Hata Jordan mwenyewe hakuwahi kuingiza 20,000 mpaka kufikia majira ya saa 8 mchana. So yale mazungumzo hata Naji aliyasikia. Na tayari alishapata picha halisi ya maisha anayoishi Ramso na rafiki yake Jordan. Tayari alishagundua kuna kitu hakipo sawa kati yao. Najma, naomba nisubiri dakika moja tu, naenda kumtumia pesa ujamaa. Ramso alimwambia Najma maneno hayo huku akijiandaa kuinuka. Sasa Najma alimgusa Ramso na kumwambia ampatie namba ya kutuma pesa ili amtumie kwa kuwa simu yake ilikuwa na pesa. Ramso akampatia namba Najma, kisha Najma akaanza zoezi la kufanya muamala. Ramso, kiasi gani unataka kutuma? Ni 10,000 tu. Ramso akajibu. Najma alikamilisha zoezi la kutuma pesa kwenda kwa Jordan. Baada ya zoezi kukamilika, Ramso alimpatia Najma ile 10,000 aliyotaka kwenda kuituma kwa wakala. Sikiliza, hiyo pesa kanayo kwanza, maana mimi na wewe hatujamalizana bado. Au umesahau kwamba bado sijalipia huduma za hapo ofisini? Najua kwamba hujalipia, lakini sihitaji kukulipisha pesa kwa huduma ninayokufanyia. Hii nafanya kwa upendo tu kwako, wala sihitaji malipo. Kauli ya Ramso ilitingisha kuta za moyo wa Najma kwa mara nyingine. Najma alihisi raha sana kusikia zile huduma anazopewa muda ule zimebeba dhamana ya upendo na sio malipo. Lakini kumbuka, hii ni kazi. Sasa unawezaje kutoa huduma kwa mtu bure? Naelewa kwamba ni kazi na sio kwamba mtu yeyote anaweza kumfanyia hivi. Hii ni kwako tu Najma, kwa sababu una mazuri mengi sana yaliyogusa moyo wangu. Okay. Asante sana kwa kuthamini uwepo wangu, ingawa bado sijafanya chochote kwako Ramso. Ila naomba nikuulize kitu Ram. Hivi mwenye hii ofisi ni bosi wako au rafiki yako? Ni rafiki yangu na ndo naishi naye kule ghetto. Sinishakwambia yeye juzi Najma? Nakumbuka uliniambia. Ila nimekuuliza kwa sababu maongezi yenu hayaonyeshi kama kuna urafiki ndani yake. Ni wazi kabisa gundi iliyogandisha urafiki wenu imeshaloa maji na sasa najiachia taratibu. Sijakuelewa, kwa nini unasema hivyo? Subiri siku si nyingi utanielewa. Ramso akabaki njia panda huku zoezi la kutengenezana urembo wa kucha likiendelea. Upande wa pili pale pale makumbusho, msikilizaji. Mwanadada mrembo na mjasiriamali Juju alikuwa dukani kwake akifotoa selfie kwa mapost tofauti ya kuwakomesha watu Insta. Muda huo dukani kwake kulipoa, hakukuwa na mteja yeyote. Wakati anaendelea kujifotoa, ghafla akafika mfanyakazi wake wa pale dukani akiwa na sahani ya mishikaki na soda. Yule mfanyakazi akampatia Juju ile mishikaki pamoja na soda. Sasa Juju alipokea, kisha akavuta kwanza mshikaki mmoja na kuanza kutafuna. Basi yule dada akasema kwamba, dada, hivi unajua kwamba rafiki yako Najma yupo hapa makumbusho? Basi Juju akasema kwamba, we, umemwona wapi Najma? Akaambia, nimemwona pale Joda Makucha muda huu tu. Juju akasema, yupo ndani au? Akaambia, ndio yupo, anahudumiwa. Wewe, una hakika ndio yeye kweli ama? Dada, ndio yeye dada, mimi naanzaje kudanganya dada? Najma si ndio rafiki yako aliyekuja hapa mpaka akaniagiza chips? Wewe, subiri, ngoja kwanza, nakuja. Basi Juju akatoka mkuku na kuelekea kwenye ofisi ya Jordan ya kutengeneza urembo wa kucha. Kule kibandani, Ramso alimaliza kumhudumia Najma. Hivyo waliketi pamoja kwenye sofa na kuanza kupiga story. Najma yeye alitoa simu yake na kuanza kumuonesha Ramso picha alizopiga akiwa nchini Uturuki. Zoezi hilo liliwafanya wasogeleane kwa karibu zaidi na kujikuta kwenye mkao ama pozi la wapenda nao. Ndivyo anavyoonekana. Kila picha ambayo Najma alimuonesha Ramso aliitolea ufafanuzi. Sasa muda wote wakawa wanatabasamu na kucheka. Wakati wanaendelea na lile zoezi, ghafla bwana akaingia Juju pale ofisini na kutamaki baada ya kuwakuta Naji na Ramso kwenye lile pozi. Juju alivimba sura mithili ya mtu aliyefanya fumanizi. Ramso na Naji
wakasitisha zoezi la kuoneshana picha. Kisha wakaanza kumtazama Juju aliyesimama mbele yao. Najma, yani kwa kabisa umeamua kutoka na huyo mbandika kucha shoga yangu kweli? Mwanamke mwenye masters degree yako jamani. Unakubali kutoka mapenzi na form 4 failure? Mbona unajishusha brand shoga yangu? Hivi unawezaje kutoka out na mtu kama huyo na ukapata ujisiri kabisa wa kutembea naye ama kumtambulisha kwa watu kuwa ni boyfriend wako jamani? Ama kweli ndege mjaja hunasa kwenye tundu bovu. Yani kwa kabisa umemkataa msanii maarufu kama Topsy jamani na kumkubali huyo maskini tu na mshamba tu alikuja juzi hapa mjini. Kama hujui basi nakujuza tu shoga yangu. Huyo jamaa hana hata chumba cha kuishi na analala kwenye chumba cha rafiki yake. Kikweli unajidhalilisha sana Najma. Yaani unajidhalilisha mno kutoka na mtu kama huyo. Juju alizungumza maneno hayo kwa jazba baada ya kuingia pale kibandani. Yale maneno yalimchoma sana Ramso. Sasa kwa mara ya kwanza alijikuta kimjibu Juju. Juju, kama kuna siku yote niliwahi kukosea, basi naomba unisamehe sana dadangu. Naomba uchukulie umaskini nilionao kama madhaifu yangu. Mimi mwanadamu sijakamilika Juju. Naomba unisamehe sana Juju. Ramso alizungumza maneno hayo kwa unyenyekevu tu kwa kutumia hisia zenye maumivu ndani yake. Maneno ya Ramso yalimgusa sana Naj na kujikuta anaumia kuliko kawaida. Naj alimtazama Juju. Msikiliza Juju. Mapenzi sio bidhaa inayouzwa sokoni kwamba mwenye pesa ndo anayeweza kununua, umesikia? Mapenzi ni ile thamani ya mtu ndani ya moyo. Huyu maskini ana thamani kubwa sana ndani ya moyo wangu. Yeye ndio mpenzi wangu na yeye ndio chaguo la moyo wangu. Tena naomba ukome kabisa kunitafuta wala kunitafutia mabwana, na kuanzia sasa hivi naomba uelewe kwamba huyu maskini ndio bwana wangu mimi, sawa? Umetaka nampenda, usipotaka pia nampenda. Biashara yako kunitafutia watu wako ambao wewe ndio unaona siji ni wakubwa, siji ndio wanaofaa, siji superstar. Ndugu yangu, hata wewe mwenyewe una mwili. Kama moyoni wamejaa, wajaze hata kwenye figo. Najma alizungumza maneno hayo kisha akamvuta Ramso na kumpiga bonge la busu ili kumkata kabisa shombo Juju. Juju akakatwa shombo lote mdomoni na kubaki machokodo. Sasa baada ya sekunde kadhaa, Naj akajitoa kwenye kinywa cha Ramso kisha akasema, "Dia, achana naye. Hebu tazama na hii hapa." Najma alimwambia Ramso maneno hayo huku akiendelea kumuonesha picha kwenye simu. Ramso akaachana na Juju kisha akaelekeza macho yake kwenye simu. Juju alizidi kukatwa shombo na alizidi kupaushwa uso. Hakuna sababu tena ya kuendelea kubakia pale ofisini, hivyo akaondoka. Baada ya Juju kuondoka, Ramso na Naj wakaanza kutazamana sasa. Samahani sana Ram kwa hiki kilichotokea. Najua ni mchumba wa mtu, kwa hiyo naomba nisamehe sana kwa maneno niliyozungumza na kukupiga busu. Nilifanya hivyo tu ili kumfunga mdomo Juju ili ajue kwamba wewe ni wa thamani. Pia haijalishi upo kwenye hali gani ya kiuchumi. Na kwa kuwa sisi ni wapenzi wa uongo, basi naomba uchukulie hiki kilichotokea kama igizo. Najma alizungumza maneno hayo huku akiwa hana ujasiri wa kutazama macho ya Ramso. Ramso alivikamata viganja vya mikono vya Najma kwa unyenyekevu kabisa. Najma, nitajitahidi sana kuchukulia hiki kilichotokea kama igizo. Naelewa kwamba kile ulichokizungumza na kukifanya hakijatoka moyoni. Kwa hiyo kuwa na amani mchumba wangu wa uongo. Baada ya mazungumzo hayo, Naj aliona bora aondoke ili kumpa nafasi Ramso ya kuendelea na majukumu yake ya kiofisi. Kabla hajaondoka, akazama kwenye pochi yake kisha akatoa shilingi 20,000 na kumpatia Ramso ili imlinde kama rafiki. Hakumpatia kama malipo ya huduma ya kutengenezwa kucha, maana Ramso hakuhitaji malipo yake. Ramso alijikuta anapata afueni ya maisha kutokana na uwepo wa Naj. Macho na moyo wake yalianza kumtazama Najma kama mmoja wa watu muhimu sana kwenye maisha yake. Yale maneno aliyoyasema Najma mbele ya Juju pamoja na lile busu yalijirudia sana kichwani mwake. Kwamba sikiliza Juju, mapenzi sio bidhaa inayouzwa sokoni kwamba mwenye pesa ndo anayeweza kununua. Mapenzi ni ile thamani ya mtu ndani ya moyo.
Huyu maskini ana thamani kubwa sana ndani ya moyo wangu. Yeye ndo mpenzi wangu na yeye ndo chaguo la moyo wangu. Tena naomba ukome kunitafutia mabwana, na kuanzia sasa naomba uelewe kwamba huyu maskini ndo bwana wangu mimi. Umetaka nampenda na usipotaka pia nampenda. Ramso alikumbuka maneno hayo na kujikuta anazidi kuvutiwa kihisia na Naj. Macho yake yalimtazama Najma kama mwanamke wa tofauti sana, hivyo akajisemea moyoni kwamba mwanaume atakayebahatika kumwoa Najma basi atakuwa miongoni mwa wanaume waliobarikiwa sana. Lakini pia upande wa Naj, akiwa kwenye gari kurudi nyumbani kwao, alijikuta anaendesha huku akiwa na mawazo kichwani. Kitu pekee kilichokuwa kinampa mawazo kwa wakati huo ni Ramso. Lile busu alilompiga Ramso lilikuwa ni la maigizo tu mbele ya Juju, lakini akashangaa limeshindwa kuondoka kabisa kichwani mwake. Njia nzima alijikuta anamwaza Ramso, kuanzia anavyozungumza na kuimba, anavyomtazama mtu, anavyocheka na kutabasamu, anavyojua kushukuru na kunyenyekea, pamoja na anavyotembea. Najma alijikuta anavutiwa sana na ukaribu wake na Ramso. Kitendo cha kumkumbuka tu mtu huyo, tabasamu nalo likawa linajichora kwenye uso wake na kuhisi furaha ndani ya moyo wake. Naj alijiuliza kwamba hivi nawaza nini mimi? Hapana. Hii haiwezi kuwa kweli. Hebu tulia moyo. Sisi tunaigiza tu wala tufanyi kweli. Tulia basi moyo, Ramso ni mchumba mtu. Najma alijisemea kwa sauti maneno hayo baada ya kuhisi kuna kitu kitatokea kwenye moyo wake, kama Wahindi wanavyosema kuchi kuchi hotae. Basi tutazama upande wa Juju Beauty Shop. 1 na 2 zilikuwa hazikai kwenye kichwa cha Juju akiwa dukani kwake, na hapo ni baada ya kuthibitisha kwamba rafiki yake Naj ana mahusiano na Ramso. Juju hakufurahi kabisa kwa kuwa alitaka Naj awe na mahusiano na Topsy ambaye ni rafiki wa mpenzi wake. Alichokiamini ni kwamba kama Naj angekuwa na mahusiano na Topsy alafu yeye akawa na Bob Junior, basi mahusiano yao yangekuwa na mvuto zaidi, ukizingatia yeye na Naj ni marafiki na pia Topsy na Bob Junior ni marafiki. Wakati Juju akiendelea kukuna kichwa, ghafla simu yake ikaita na mpigaji alikuwa Topsy. Juju alitafakari kwa sekunde kadhaa, kisha akapokea simu na kutega sikioni. Shem, mambo vipi? Poa, vipi? Mimi safi kabisa. Vipi, ulishazungumza rafiki yako Najma? Ya, nimezungumza naye, ila mambo magumu sana kwa kweli. Yaani huwezi kuamini Shem, kuna mshamba fulani hivi kaja tu juzi hapa mjini. Hana kitanda wala godoro, ila basi tu. Mbona umalizi sasa? Amefanyaje huyo mshamba? Yaani jamaa ndo anatoka kimapenzi na Najma. Wewe unasema kweli? Ya, mimi nimethibitisha mwenyewe kwa macho na masikio yangu. Sasa itakuwaje Shem? Na unajua kabisa anampenda sana Najma, Kwanza huyo jamaa anafanya kazi gani hapa mjini? Ana kazi gani sasa? Yupo tu kwenye kibanda cha kubandika kucha cha rafiki yake. Alafu anajifanyaga anajua kuimba. Na alishawahi kwenda studio kwa Rahim akafukuzwa, Hebu muulize rafiki yako Rahim, anamjua vizuri sana. Sasa Shem, sikiliza. Mimi na Rahim tunakuja kesho huko Dar. Maana leo ndo siku yetu ya mwisho kutumbuiza. Nikija tutajua namna ya kufanya. Ila mimi siwezi kushindwa vita na mtu kama huyo, Mimi ni superstar. Kwa mimi siwezi kuzidiwa nyota na mbandika kucha. Yaani battle lazima nishinde kwa kishindo, na nakuahidi utafurahia sana Shem wangu. Sawa basi, mimi nakusubiri uje tu ili tupange mikakati Shem. Basi poa Shem, mimi nakutegemea sana katika hili. Usijali kabisa Shem wangu, yaani usijali kabisa, wewe ni star, kwa hiyo Najma lazima tuawe wa kwako. Mawasiliano yakafika tamati. Mpaka kufikia hapo, Juju akaanza kuwaza na kuwazua namna ya kusambaratisha ile mahusiano ya Ramso na Najma. Pale akakumbuka kitu, na bila kupoteza muda akaanza kubofya simu yake kwenye orodha ya majina ya namba alizosefu. Aliteleza taratibu mpaka akafika kwenye namba moja iliyoandikwa Razak. Juju alipiga ile namba na kwa bahati nzuri simu ikawa inaita. Simu ilipokelewa upande wa pili na Razak ambaye ni mtoto wa tajiri Mr. Hamad. Muda huo Razak alikuwa barabarani akiendesha gari. Hello? Yes, hello Razak. Are you good? Yes, I'm good. How about you? I'm good too. Sorry, I'm Juju. Jujupi? Yule rafiki yake Najma. I got you. Unajua namba yako bwana ilipotea baada ya kupoteza simu, Ila hii nimesajili upya, so nilipoteza namba zote. Okay. Kwa hiyo Razak umeshindwa kabisa, yani umeshindwa kirahisi kumpata Najma.
Hapana, sio kirahisi kama unavyofikiria Juju. Unajua mimi bado sijashindwa wala kukata tamaa. Licha kwamba tayari Najma amemtambulisha mchumba wake kwa wazazi wake, lakini hii mechi bado haijaisha, ingawa mpaka dakika hii yani nipo nyuma kwa goli 1-0. Razak, kwa hiyo Najma kabisa ni amempeleka tayari mwanaume kwa wazazi wake? Tayari amempeleka, ingawa bado mwafaka hujafikiwa. Sasa Razak, hivi unakubali vipi jamani kuzidiwa nyota na yule maskini jamani takataka? Yaani mtu ana mbele wala nyumba jamani, hana hata chumba cha kuishi jamani wala kazi. Yaani mtu hata elimu hana. Inawezekanaje yani akupige bao la mkono jamani? Juju, unamaanisha kwamba yule jamaa sio msomi na hana kazi yote? Sio kazi tu Razak, hata sehemu ya kuishi tu hana yule jamaa. Sio kweli bana. Mbona nimesikia kwamba jamaa ana shahada ya walimu na pia anamiliki duka kubwa la nguo Makumbusho. Au labda unamzungumzia mtu mwingine Juju? Yule aliyepelekwa kutambulishwa kwa Mr. Zungu nimeambiwa anaitwa Ramso. Je, wewe unamzungumzia anaitwa nani Juju? Ni Ramso huyo ndo ambaye mimi namzungumzia jamani. Huyo jamaa yupo hapa Makumbusho. Shughuli yake kubwa ni kutengeza urembo tu akucha kwenye kibanda cha rafiki yake. Yaani mwenyewe ni mshamba tu wa jiji na amekuja majuzi tu hapa mjini. Yaani hana hata chumba cha kuishi, analala ghetto kwa rafiki yake. Lakini pia hana elimu yoyote. Huyo ni form 4 failure. Wala hajui chochote kuhusu chuo kikuu. What? Unasema kweli Juju? Huo ndio kweli. Kwani sema nikudanganya jamani Razak? Kama uamini, kesho ukipata nafasi njoo hapa Makumbusho nikupeleke mpaka kwenye kibanda cha kucha anapofanyia kazi. I say, kesho naona ni mbali sana Juju. Hebu muda huu nipo kwenye gari natokea Kariakoo, kwa hiyo napitia hapo Makumbusho. Kama unayosema yana ukweli, basi hapo ni kama yani umenizawadia penalty kwenye mechi ngumu sana ambayo tayari nimetanguliwa kwa goli 1. Hiyo nafasi ya wazi kwangu ya kuweza kusawazisha goli na kuanza kusaka goli la ushindi. Nisubiri hapo nakuja muda si mrefu. Baada ya dakika takriban 20 kupita, Razak aliwasili ndani ya viunga vya Makumbusho. Akawasiliana na Juju kisha akapewa maelekezo, akafika mpaka kwenye duka la Juju. Wawili hao wakafanikiwa kukutana ana kwa ana nje ya duka la Juju. Razak, umeona kile pale kibanda kile pale kilichoandikwa Joda Makucha kile? Nimeona. Sasa pale ndo anapofanya kazi boy wa Najma. Kwa sasa hivi yupo pale ndani sio? Yupo ndani, amevaa t-shirt nyeupe na jeans nyeusi ya mtumba. Poa, ngoja niende sasa hivi. Razak aliongea kisha akaanza kupiga hatua kuelekea kwenye kibanda cha kucha. Alipiga hatua ya kwanza, ya pili akadakwa mkono na Juju. Atulia kwanza Razak bwana. Mbona unaraka hivyo? Sasa unataka kwenda kufanya nini kwanza? Mimi sinaenda kuongea naye, achane na Najma. Vinginevyo mimi nitatoboa siri yake ya udanganyifu. Razak, hilo pekee haliwezi kutosha kuachanisha watu wanaopendana. Umesikia Mimi na wazo hapa. Na mimi nitaharibu kila kitu kati ya Najma na Ramso. Uzo gani hilo? Juju akamsogelea Razak kisha akamnongoneza sikioni kwa takriban dakika nzima. Juju alipomaliza kumnongoneza Razak alikubaliana na wazo la Juju na kuamini litamaliza kabisa mahusiano ya Ramso na Najma. Baada ya wazo la Juju kukubalika, Juju akavuta simu yake kisha akampigia mtu fulani aliyemuita kwa jina la Dora. Na alisikika akimwambia aje pale alipo haraka awezavyo. Ni mpango upi ulikuwa unafuata msikilizaji? Tuendelee kula mtori, nyama tutazikuta chini. Upande wa pili kule kwenye kibanda cha kucha, Ramso alitulia juu ya sofa akiandika mistari ya wimbo kwenye simu yake. Muda huo hakukuwa na mteja yoyote pale ofisini. Sasa wakati anaendelea kuandika pale, ghafla kuna watu wawili wakaingia pale ofisini. Mmoja alikuwa mwanamke, mwingine mwanaume. Huyu mwanamke alihitaji huduma ya kucha, wakati huo mwanaume akiwa msindikizaji kama mchumba au mume. Mwanaume huyo alikuwa ni Razak. Na aliingia pale kibandani kama mpenzi wa yule mwanamke. Ilikuwa ni uso kwa uso kati ya Ramso na Razak. Kwa mara ya kwanza kabisa, mafahari wawili walikutana ana kwa ana. Macho ya Razak yalikuwa makali sana kwa Ramso, kitu ambacho kilimshtua kidogo Ramso. Lakini Ramso hakujadili sana, maana alisi huenda ile ndio style yake ya utazamaji. Ramso alijua kwamba wawili wale walikuwa wapenzi baada ya kusikia wakiitana majina ya mahaba. Yule mwanamke alieleza huduma anazozihitaji kisha Ramso akaandaa vifaa kwa ajili ya kumshughulikia. Sasa Razak akaketi kwenye sofa akimsubiria yule mwanamke huku akiwa busy na simu yake. Macho ya Razak yalimtazama Ramso kwa hasira sana,
jambo ambalo Ramso hakulifahamu kabisa. Ramso alikuwa busy na kucha za mteja wake. Muda huo Razak yupo busy na simu mkononi. Dakika takriban 10 zilimtosha Razak kukaa pale kibandani, kisha akainuka kwenye sofa na kumwambia yule mwanamke akimaliza kuhudumiwa atamkuta dukani. Hivyo ndivyo Razak alivyoaga na kuondoka pale kibandani. Baada ya kutoka kwenye kile kibanda cha kucha, akaenda moja kwa moja mpaka nje ya duka la Juju alipoegesha gari lake. Juju alikuwa dukani. Alipomwona tu Razak, akatoka nje ya duka na kumsogelea pale kwenye gari. Vipi, umefanikisha? Yeah, deal done. Wow, let me see. Razak akampatia Juju simu yake mara moja. Juju alipokea kisha akaanza kutazama juu ya kioo. Alitumia sekunde kadhaa tu kutazama kisha akasema kwamba safi. Hakikisha unaitumia video mahali husika ili upate point 3 za mizani. Hatimaye mpango wa Razak na Juju ulikamilika. Msikilizaji, ngoja nikupatie ubuyu. Uwezo ukahangaika wakati mimi nakusimulia hapa. Mpango wenyewe ni kumrekodi video Ramso akiwa kwenye majukumu yake, kisha video hiyo itumwe sehemu. Itumwe kwa nani? Hebu tuendelee kula kwanza mtori, nyama tutazikuta chini. Nimekupa tu hiyo kwa ufupi. Sasa majira ya saa 4 usiku, Ramso alifanikiwa kufika Kinondoni kwenye chumba cha Jordan. Tayari alishakula na kuoga. Hivyo akajilaza kitandani ili kujipa wasaa mzuri wa kuiwaza dunia na watu wake. Wakati yupo kitandani anaitafakari dunia, ghafla mlango ukagongwa. Ramso akainuka kitandani na kwenda kufungua. Alipofungua tu akakutana Jordan uso kwa uso. Jordan alikuwa anasikiliza wimbo wa muziki kwenye simu yake na sauti ilikuwa juu sana. Sasa Ramso akamwambia Jordan kwamba mzee baba, nilijua na leo tena utalala kwa shemeji. Kwa hiyo unamaanisha kwamba ni kwa siku hizi mimi sipaswi kuja kulala kwa chumba changu, sio? Kwa unataka nikujimilikisha kabisa kichumba mwanangu, sio? Sasa haya yametokea wapi tena mwanangu? Mbona kwa hasira hivyo, Mimi sijamaanisha hivyo Jordan. Kwa hiyo umemaanishaje? Tuache mwanangu, hayana afya kujadili. Kama nimekosea kuzungumza basi nisamee mwanangu. Ramso alizungumza maneno hayo, lakini Jordan hakujibu kitu. Badala yake akaketi kwenye sofa na kuendelea kusikiliza muziki. Ni kama vile siku hiyo Jordan alikuja na kisirani pale ndani, kana kwamba hakuhitaji story na Ramso. Jordan, hiyo ni sauti ya King Kibu mwanangu, si ndio? Ndio yeye, wimbo wake mpya. Hebu nirushie mwanangu. Alafu kuna ile video ya nitampata wapi, ile Diamond ile mwanangu. Unajua hujanirushia mpaka leo. Sasa nitakurushaje mwanangu wakati unaniambia WhatsApp imezingua kwenye simu yako? Sasa sikia mwanangu, nirushie tu kwa njia ya Bluetooth. Itapendeza sana maana mpaka sasa bado WhatsApp inasumbua kwenye simu yangu. Mboye. Mimi sifanyi kazi za ajabu mzee, umesikia? Shika hapa simu jirushie mwenyewe hizo nyimbo. Mimi naenda zangu kuoga. Basi Jordan alimpatia Ramso simu yake, kisha akanyanyua maji kwenye ndoo na kuelekea nje kulipokuwa na bafu. Sasa Ramso akaanza sasa kupekua simu ya Jordan kwenye faili la video ili ajirushie ile video anayoitaka. Lakini sasa wakati anachambua video, ghafla mapigo yake ya moyo yakashtuka. Alishtuka baada ya kuona sura ya Monica kwenye moja ya zile video. Pale akaifungua ile video ili ajithibitishie kama ni kweli macho yake yalimuona mpenzi wake Monica au la. Alipoifungua ile video, akajikuta anashtuka kwa mara nyingine. Tena awamu hii mapigo ya moyo yakaongezeka spidi. Ramso hakuamini macho yake baada ya kumshuhudia mpenzi wake Monica akiwa na rafiki yake Jordan wanafanya mapenzi wazi wakiwa uchi wa mnyama. Ni video ambayo Jordan na Monica walijirekodi kwa hiari yao wenyewe baada ya mahaba kukolea. Ilikuwa ni almanusura Ramso azimie baada ya kumshuhudia Jordan anajipakulia minyama ya Monica. Ramso akasitisha kabisa lile zoezi la kujirushia nyimbo, kisha akaiweka mezani simu ya Jordan kana kwamba hakuona chochote. Mwanaume alianza kutetemeka mwili mzima huku akiwa haamini kabisa kile alichokiona. Ile video ilirekodiwa ndani ya chumba cha Monica. Hapo sasa Ramso akaanza kupata picha kamili juu ya yale mabadiliko ya Monica. Sasa alielewa kwa nini Monica alimzuia kwenda kulala Temeke na kwa nini Jordan hakulala pale ndani kwa siku kadhaa.
Ramso alipata picha kamili. Kumbe siku zote Jordan alikuwa analala Temeke kwa Monica na sio Kigamboni. Lakini pia alipata jibu kuhusu mabadiliko ya Jordan kuonesha amemchoka kuishi naye. Picha zima lilijifungua na kujieleza kwenye kichwa chake Ramso. Moyo ulimuuma sana mtaalam baada ya kujua kwamba hata rafiki yake anayemwamini amechagua kuidhurumu furaha yake. Jordan airudi chumbani baada ya kumaliza kuoga. Alimkuta Ramso amejilaza kitandani huku akiwa amefumba macho. "Oh, Ramso, vipi? Umeshajitumia tayari?" Jordan alimuuliza Ramso. Ramso alimeza mate kwa uchungu kisha akajikaza kiume kuficha hisia alizokuwa nazo moyoni. Baada ya kufanikiwa kudhibiti hisia, ndipo akajibu swali la Jordan. "Hapana, bado sijatuma. Naona Bluetooth inagoma kuconnect. Kwa nimeamua kuachana nayo tu." Nijua tu lazima itafeli. Ila nikashindwa kukuambia maana ungehisi mimi labda mimi nakufanyia binafsi. Najua simu yangu ni kubwa sana, kwa hiyo haiwezi kushare Bluetooth na simu zenye uwezo mdogo kama yako." "Ya, ni kweli." Ramso alijibu kwa ufupi huku akionekana kutokuhitaji story yoyote na Jordan. Jordan alijifuta maji mwilini kwa taulo kisha akaketi kitandani. "Oh, Ramsey, kuna kitu hapo nataka tuzungumze kidogo." "Poa, hakuna shida, zungumza." "Okay. Unakumbuka wakati unataka kuja hapa mjini mwanangu uliniambia kwamba unakuja kutafuta maisha na ukaniomba hifadhi ya kulala kwa siku kadhaa kisha utapanga chumba chako. Si unakumbuka lakini?" "Ya, nakumbuka." Sasa kama unakumbuka ni kwamba mbona mpaka sasa hivi sioni dalili yoyote ya wewe kupanga chumba? Na siku zinazidi kwenda." "Mbona mapema sana mwanangu wakati hata mwezi hujakatika?" "Mapema kwako mzee, mimi nataka kuishi na shemeji yako, Kwa sasa mimi nahitaji kuishi na mtu atakayenipikia, kunifulia. Kwa hiyo jitahidi basi mwanangu mpaka wiki ijayo upange chumba chako." "Poa mwanangu, nimekuelewa." "Alafu kingine, ile ofisi mwanangu haiwezi kutupatia pesa kugawana watu wawili. Jambo la msingi ni wewe kutafuta kazi yoyote ili uendeshe maisha yako." "Poa, hilo pia nimekuelewa." Basi fresh mwanangu, kama unielewa mwanangu. Usijisikie vibaya kwa kuhisi mimi siji na kufukuza. Wewe ni mshikaji wangu. Ila hatuwezi kuishi pamoja kwa sababu muda wa kuoa umeshafika, Lakini pia mimi nakushauri kama utaona mambo magumu basi rudi tu kijini mwanangu, Kuhusu nauli mimi ninayo, mimi nitakusaidia maana mimi siwezi kukuacha uteseke hapa mjini." "Poa kaka, usijali, hilo nalo nimekuelewa, hakuna shida." Majibu ya Ramso yalitoka kwa uchungu sana kwenye kinywa chake. Maana alijua Jordan amekusudia kumfukuza ili awe huru na Monica. Lile lilimuumiza sana Ramso. Usiku kucha kupata usingizi. Mtaalamu aliumia kuliko kawaida baada ya kuona rafiki yake ametumia udhaifu wake wa kifedha kumpokonya mpenzi wake. Licha ya kwamba Jordan alikuwa na wachumba wengi, lakini alikosa imani kwa mchumba rafiki yake. Hasa ule ulikuwa ni usiku mrefu sana kwa Ramso. Alitamani hata kushika kisu na kumchoma Jordan. Lakini malaika wakatuliza jaziba zake na kumkumbusha kwamba anayetoa hukumu ni Mungu tu. Ramso alililia na moyo wake, huku akikumbuka nyakati bora za urafiki kati yake na Jordan. Kwa namna alivyoishi na Jordan enzi za shuleni, Jordan hakustahili kabisa kumnyang'anya mwanamke. Lakini pia Ramso alikumbuka zile nyakati za furaha alizopitia na Monica. Ingawa kilikuwa ni kipindi kifupi, lakini kilibeba matukio mengi sana yenye kuumiza baada ya kujua kwamba hayatajirudia tena. Kwa hakika Ramso aliumia sana ule usiku kiasi kwamba alihisi damu zikivuja ndani ya moyo wake. Asubuhi ilipofika, Ramso aliamka na zoezi la kufua nguo zake huku Jordan akielekea kazini makumbusho. Siku hiyo Ramso hakupanga kabisa kwenda makumbusho maana alikuwa na stress sana. Hivyo alitaka kujipa muda wa kutosha wa kutafakari hatima yake. Ilipofika majira ya saa 4 asubuhi, Ramso alipigiwa simu na Naji na kuambiwa wakutane makumbusho. Pale ratiba ya Ramso ikabadilika. Hivyo akajiandaa kwenda makumbusho. Uzuri ni kwamba tayari alishamaliza zoezi la kufua, hivyo akajiandaa na kwenda kupanda daladala kuelekea makumbusho. Mpaka kufikia muda huo, hakumtafuta kabisa Monica kwenye simu. Ramso alifika makumbusho na kulazimika kwenda kwenye ofisi ya kucha ya Jordan kwani alijua Najma atafika hapo. Baada ya kufika tu ndani ya ofisi, akashtuka baada ya kuwakuta Jordan na Monica wameketi pamoja kwenye sofa tena kwa kukaribiana. Muda huo Jordan alikuwa anakunywa supu ambayo aliletewa na Monica.
Ramso akawasabai Jordan na Monica kwa pamoja. Wote wakaitikia ingawa walionekana kutokufurahi. Asa Monica akamwambia Ramso kwamba Ramso, ni bora hata tulivyoonana muda huu, maana kuna kitu hapa nataka kuambia. Unaweza kuzungumza tu na kusikiliza Monica. Ramso alimjibu Monica. Naomba tusogee nje ili tuzungumze faragha. Faragha nini tena Monica? Uzungumza tu hapa, maana mimi sidhani kama kuna haja mimi na wewe kuwa na faragha mbele ya Jordan. Hicho unachotaka kuzungumza ni lazima tu Jordan atakijua. Okay, kwa kuwa umetaka nizungumze popote basi nitazungumza. Na hivi Ramso, kuanzia sasa, kabla Monica hajamaliza kuongea, kuna mtu akawasili pale ofisini. Hakuwa mwingine bali ni mwanadada Najma. Ujio wa Najma ulimshtua Ramso na Jordan. Jordan alikuwa anamfahamu Najma kama rafiki wa Juju na alishawahi kuja pale ofisini. Ni mwanamke ambaye alimtamani tangu ile siku ya kwanza alipofika pale ofisini. Ni Monica tu ndo hakushtuka kwa kuwa alijua Najma amekuja kama mteja. Sasa Jordan akasema kwamba, Ramsey, nendeni mkamalizane nje, mpisheni mteja wangu hapa nimpatie huduma. Jordan alizungumza maneno hayo akiwataka Ramso na Monica watoke nje wakazungumze. Asa Najma akasema kwamba samani, mimi sijaja kama mteja, nimemfuata huyo. Najma aliongea huku sasa akimnyoshia kidole Ramso. Moni, naomba utunze jambo lako, utaniambia baadaye kwenye simu. Ramso alimwambia hivyo Monica. Monica akasema kwamba hili sio swala la kuzungumza kwenye simu Ramso, maana hautonielewa vizuri. Nataka kuambia face to face ili ujue kwamba namaanisha ninachokizungumza. Ni jambo la sekunde chache tu, wala alimaliza hata dakika yako. Okay, basi tusogee nje tukazungumze. Nje? Kwa nini nje sasa? Wewe ndio ulisema hakuna haja ya kuzungumza faragha jamani. Sasa unaogopa nini? Mimi nataka kuzungumza hapa ili Jordan na huyo mdada wasikie. Hao sasa ndio watakuwa mashahidi wangu kwamba nilishakwambia hivi. Okay, basi wazungumze na kusikiliza. Ramso, kuanzia muda huu, yani sasa hivi ninavyoongea, mimi na wewe sio tena wapenzi. Huu ndio mwisho wa mahusiano yetu Ramso. Mimi Monica nikiwa na akili zangu timamu na direke kukuambia kwamba sikutaki na wala sikupendi. Ese maneno ya Monica alienda kuchoma vilivyo moyo wa Ramso. Kwa hakika alikuwa ni maneno mazito sana kupokeleka kwenye moyo wa mwanadamu. Ramso alipangusa uso kuzuia machozi yaliyokuwa yanakaribia kutirika kwenye mboni zake. Mwanaume alimeza funda la mate kwa uchungu sana. Monica, nimekuelewa vizuri sana kauli yako na naheshimu sana uamuzi wako. Hiki ulichoniambia nilikitarajia kabisa kutokana na mabadiliko ya ghafla ambayo ulinionyesha. Mimi sikuzuii kuondoka kwenye moyo wangu Moni. Ila kabla hujaondoka, nataka kujua kosa langu kwako ili nisije kurudia kosa siku nikipenda tena. Kikweli huna kosa Ramso, ila mimi ndo mwenye kosa. Nilikosea sana kukupenda kwa sababu huna dira yoyote ya maisha, huna kazi, huna kitanda, huna godoro wala chumba. Yaani hata kitokea bahati mbaya ukanipa ujauzito, huwezi kunihudumia. Sasa unadhani wewe ni mwanaume kweli Ramso? Mwanaume gani ana hawezi kumnunulia mwanamke wake japo viatu? Niwe mkweli tu Ramso. Yaani kwako wewe nilikosea njia tu. Maneno ya Monica yalienda kushindilia msumari wa moto kwenye moyo wa Ramso. Maneno yale yalimfanya arudishe kumbukumbu za ile siku aliyoachwa na Shani. Ramso alipangusa uso kwa mara nyingine. Kisha akamtazama Monica na kumwambia kwamba Moni, asante sana kwa kipindi kifupi ulichokuwa na mimi. Asante sana kwa kuweza kunivumilia licha ya kwamba sikuwa na uwezo wa kukufurahisha. Sasa kwa kuwa hitaji lako kwangu na furaha yako ni mimi kuwa na kipato kizuri cha kukuhudumia, basi naomba unisamehe sana kwa kushindwa kukutimizia. Miongoni mwa nyakati ngumu kwenye maisha ni pale unapokutwa na hatima ambayo haikupi chaguo. Kwa sasa nipo kwenye wakati mgumu kwa sababu sina chaguo zaidi ya kuambia kwamba nilikupenda. Hilo ndio neno langu la mwisho kwako Moni. Ramso alizungumza maneno hayo kwa uchungu sana, huku akitokwa na machozi. Sasa baada ya Ramso kuzungumza yale maneno, Jordan naye akaingilia kati ile sakata. Moni, unajua unakosea sana shemeji yangu. Hilo swala mbona dogo sana linasovika shem. Hebu endelea basi kuvumilia shem. Mimi naamini kabisa rafiki yangu anatafuta pesa na atazipata.
Jordan alizungumza maneno kumtuliza Monica. Ramso alimtazama Jordan kwa hasira. "We, acha unafiki mwanangu, sawa eh? Acha unafiki kabisa. Yaani unaniibia kalamu, alafu unanisaidia kutafuta. Ni bora hata angekuwa mtu mwingine, lakini sio Jordan. Jordan, wewe rafiki yangu. Tumetoka mbali sana. Hukupaswa kunifanyia hivi Jordan. Yaani wewe sio kunidhulumu furaha yangu Jordan. Nampenda sana Monica. Na unajua hilo Jordan. Jordan, wewe sio kutumia udhaifu wangu wa kifedha na kuninyang'anya mwanamke wangu. Kila kitu kipo hazini na kijua Jordan. Hivi mwanangu, ni kwamba ulikosa mwanamke mpaka ukaamua mchukue Monica wangu? Mbona kuna mademu wengi sana? Sasa kwa nini uende kwa Monica wakati unajua kabisa huo ndio usingizi wangu? Zile video zenu za ngono mlizojirekodi nimeziona kwa macho yangu. Kwa hiyo naelewa usaliti wote mlionifanyia. Naelewa vizuri sana. Siku zote mimi nilikuwa najiuliza kwa nini unanifanyia visa vya kunifukuza kwenye chumba chako na hapo ofisini kwako. Kumbe sababu ni Monica tu kaka. Yaani Monica ndio amekufanya unipe wiki moja ya kuhama kwenye chumba chako. Unatamani kabisa nirudi kijijini ili mradi tumwe uhuru wawili zenu, si ndio? Sawa. Mimi naondoka kwenye maisha yako ili muwe uhuru na mapenzi yenu. Sawa, hakikisheni mnapendana na kuoana. Na kama Mungu itampendeza basi awajalie na watoto. Na licha ya hili baya ambalo ulionifanyia, ila nakushukuru sana kwa yale mazuri ulionifanyia. Ikiwemo kunipokea hapa mjini na kunikaribisha kwenye chumba chako. Asante sana. Asante sana rafiki yangu. Na mimi nakutakia kila la heri katika harakati zako za kutafuta. Ramso alizungumza maneno hayo kisha akatoka nje ya kile kibanda. Najma akawatazama Monica na Jordan kisha naye akatoka nje bila kuzungumza chochote. Monica na Jordan wakawa wanatazamana kwa mshangao. Maana hawakutarajia kabisa kama Ramso angeziona zile video zao za faragha walizojirekodi. Kuna mtu hapa ananisikiliza sasa hivi na bado kwenye simu yake kuna mavideo ya kipumbavu sana umejirekodi na mpenzi wako. Wewe ngoja, hulijui lisali nalokuja msikilizaji. Endelea kuzitunza. So Ramso baada ya kutoka nje akaanza kutembea taratibu kabisa kwa kujivuta huku akiwa haelewi anaenda wapi. Najma alimkimbilia Ramso kisha akamfikia na kumdaka mkono. Ramso, relax kwanza baba, unaenda wapi sasa? Ramso alimtazama Najma bila kujibu chochote huku machozi yakimtoka. Mimi Najma, nakuuliza unaelekea wapi muda huu? Hata sijui naelekea wapi Najma, maana akili yangu haipo sawa kabisa. Pole sana kwa maumivu lakini mimi nataka kukumbusha kitu, sio kila unachokipoteza ni hasara, vingine ni faida kwa sababu vinaondoka na kuacha nafasi ya kuja vilivyo bora zaidi. Wewe ni mwanaume, kaza moyo. Hakuna maumivu yanayodumu milele. Kama uliweza kumsahau Shani uliyedumu naye kwa miaka mingi, basi uweze kushindwa kumsahau Monica ambaye hamjadumu hata kufikia mwezi. Take my note Ram. Pain is inevitable, but suffering is choice. Kaza moyo, mwanaume usilie, sawa, usilie kama mtoto. Najma, acha nilie kwanza, sawa? Naomba niache tulie, maana ile pia limeniumiza sana. Inauma sana Najma. Inauma sana hasa kusalitiwa na rafiki wa kufa na kuzikana. Naelewa Ramso, naelewa, lakini usiwe hivyo bwana. Pole sana kwa maumivu ambayo unapitia. Mimi nishajua kwamba rafiki wenu una shida, na kama unakumbuka nishakwambiaga gundi hiyo gandisho rafiki wenu imeshaloa maji. But by the way, kwa sasa haya masuala tuyaache, tuyajadili ambayo yapo mbele yetu. Haya sisi tutajadili baadaye, sawa? Lakini kwa Ram, mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe kukusaidia katika kipindi hiki kigumu unachopitia. Mimi nimekuja kumakumbusha kukufuata wewe, maana wazazi wangu wanakuhitaji. Ili movie yetu leo inabidi iendelee, kwa hiyo naomba urudi katika ufahamu wako ili mambo yasiharibike, sawa? Vipi, upo tayari kunisaidia kwa mara nyingine Ramso? Ramso aliitikia kwa kutumia ishara ya kutingisha kichwa. Alikubali kuongoza na kuelekea Mbezi Beach kwenye himaya Mr. Zungu ambako alitajika. Siku hiyo Najma mwenyewe hakujua kwa nini wazazi wake wamemuhitaji Ramso. Laiti kama angejua sababu, basi asingethubutu kabisa kumpeleka. Asingethubutu. Wote hapa tunaanza kujua ile video ilirekodiwa kwa ajili gani. Najma na Ramso walipanda gari kisha wakaanza safari kuelekea Mbezi Beach kwa wazazi wa Naj.
Baada ya mwendo wa takriban nusu saa, walifanikiwa kufika Mbezi Beach kwenye nyumba ya Mr. Zungu. Basi geti kubwa lilifunguliwa, kisha Najma akaingiza gari ndani. Ramso, naomba ufanye kwa ajili yangu tafadhali sana baba. Mpaka sasa sijui ni kitu gani baba anataka kukuambia, lakini najua kiwezi kuwa na madhara yote na kutegemea sana, kwa hiyo naomba usiniangushe. Najma alimwambia Ramso maneno hayo kabla hajateremka kwenye gari. Ramso alimtoa wasiwasi Najma kwa kumwambia kwamba kila kitu kitaenda sawa, kwa hiyo aondoe wasiwasi. Basi baada ya kuzungumza hivyo, milango ya gari ikafunguka, kisha Najma na Ramso wakateremka. Walianza kuhesabu hatua wakitembea kuufuata mlango wa kuingilia ndani ya nyumba. Waliufikia mlango, kisha Najma akagusa. Mlango ukafunguka na kuzama ndani. Walipofika tu sebleni, wakakuta familia nzima ya Mr. Zungu, akiwemo Shani na mume wake Shabani. Lakini pia hata Razak naye alikuwepo pale ndani, jambo ambalo lilimpa mashaka Najma. Ramso alikaza roho huku akipitisha macho yake kwenye uso wa kila mtu aliyekuwepo pale sebleni. Ghafla mapigo ya moyo wake yakashtuka baada ya kukutana uso kwa uso na Razak. Alimkumbuka vyema sana Razak, maana ni jana tu walionana kwenye ofisi ya kutengeneza kucha alipoenda na mpenzi wake. Ramso alipatwa na hofu sana, maana alijua siri yake inaweza kufichuka, maana Razak anajua kazi yake halisi. Ramso na Najma na wao wakaketi kwenye sofa. Ramso alimsalimia kila mmoja pale ndani, akianza na wazazi wa Najma. Baada ya salamu, kila mmoja pale ndani macho yake yakaelekea kwa Ramso. Ramso yeye macho yake yalielekea kwa Razak, ambaye alimfanya akose ujasiri pale ndani. Sasa Mr. Zungu alimuita Najma akakae kwenye sofa walilokaa wao. Najma alitii sauti ya mamlaka, hivyo akainuka kwenye sofa alilokaa na Ramso na kwenda kukaa na wazazi wake. Ramso akabaki kwenye sofa la peke yake, huku familia nzima ikimtazama yeye. Sura za watu siku hiyo zilikuwa ni ngumu sana, hivyo Ramso akajua kazini kwake kuna kazi. Mr. Zungu alivuta simu yake, kisha akainuka na kumsogelea Ramso kwenye sofa lilokaa. Ramso alianza kuhesabu hatua za Mr. Zungu kwa uoga na wasiwasi. Mr. Zungu alipomfikia Ramso, akampatia ile simu aliyoshika mkononi. Kijana, hivi unaweza kuniambia huyu ni nani na hapo ni wapi? Mr. Zungu alimuuliza Ramso swali hilo kwa ukali sana. Ramso alipokea simu, kisha akaanza kutazama kila alichoambiwa. Alipotazama tu mapigo ya moyo wake akashtuka na kuanza kwenda mbio mbio. Ule mshtuko wa Ramso ulimfanya pia Najma ashtuke na apate shauku ya kutaka kujua ni kitu gani alichoonyeshwa Ramso. Ramso yeye alibaki kwenye sintofahamu nzito sana baada ya kuonyeshwa video na Mr. Zungu. Ni video iliyokuwa inamuonesha akiwa kwenye ofisi ya kucha anampatia huduma mteja. Ile video ilimfanya Ramso amtazame Razak, kwani tayari alishajua mtu huyo ndo alimrekodi bila yeye mwenyewe kujua. Ramso sasa akaelewa kumbe Razak alienda kwenye kibanda cha kucha kwa lengo la kumrekodi tu. Ramso alikuwa kimya huku akiwa hana jibu la swali la Mr. Zungu. Kijana, nakuuliza tena, unamjua huyo mtu na hapo ni wapi? Mr. Zungu alimuuliza Ramso kwa mara nyingine swali lile lile, lakini Ramso bado akakaa kimya huku akimtazama Najma. Najma uvumilivu ukamshinda, hivyo akainuka kwenye sofa alipokaa, kisha akamsogelea Ramso ili aone ni kitu gani kimemfanya Ramso ashindwe kuzungumza. Alipomfikia akampokonya ile simu na kutazama ile video. Najma alishtuka baada ya kuona clip video ya Ramso akiwa anamtengeneza kucha mteja. Ni dhahiri kabisa ilirekodiwa bila kujua. Najma naye akajua siri ya Ramso imevujishwa. Ilibidi sasa Najma achukue jukumu la kuzungumza badala ya Ramso. Baba, kakimia Najma. Ni mazungumzo ya wanaume, usigilie. Lakini baba, nimesema kakimia. Nataka azungumze huyu mwanaume wako. Yes, ndo aliongea hapa siku ya kwanza alipofika. Basi na leo nataka aongee tena. Kijana, hebu nipe ufafanuzi kuhusu hii video. Mr. Zungu alizungumza maneno hayo huku akiwa amekasirika kweli kweli. Ramso aliwatazama watu wote waliopo pale ndani. Kisha akamtazama Najma. Macho ya Najma bado yalionyesha kuhitaji msaada wake. Mwanaume akakaza roho, kisha akaanza kuongea kile ambacho alikiona sahihi.
Mzee wangu pamoja na familia kwa ujumla, kwanza kabisa naomba mnisamehe kwa kuwadanganya hapo awali. Mimi sio mfanyabiashara wala sina duka. Mimi ni kijana mpambanaji. Sina chochote ninachomiliki zaidi ya akili na nguvu nizo nazo. Kazi yangu hapa mjini ni kutengeneza urembo wa kucha, kama mlivyoniona kwenye hiyo video niliyorekodiwa. Huyo ni mimi kabisa. Na hapo ndo mahali ninapofanyia kazi. Ramso alizungumza maneno hayo na kufanya watu pale ndani waanze kutazamana kwa mshangao. Yakikuwa wapi sasa? Najma mwanangu, si unaona madhara ya kuokota vijana huko mtaani? Kama ameweza kutudanganya sisi wazazi wako, atashindwaje kukudanganya mkiwa kwenye ndoa? Huoni kama wewe ni tapeli? Hapana baba, mimi mwenyewe ndio nilimwambia Ramso azungumze ule uongo. Kumbe hata wewe ulikuwa unajua huyu kijana ni mbandika kucha, lakini ukaamua kumleta kwangu kumtambulisha, sio? Hivi Najma, unamletaje kijana kama huyu nyumbani kwangu na kumtambulisha kama mwanaume wako? Hivi kwa status ulionayo binti yangu, unahisi kweli unaendana na huyu kijana? Wewe ni mtoto wa kitajiri. Wewe ni msomi. Unawezaje kuolewa na mbandika kucha huko mtaani? Wewe ni tajiri. Unatakiwa kuolewa na tajiri mwenzako, sio huyu kijana mtaani. Lakini baba, mapenzi, kipato na elimu ni vitu tofauti baba. Elimu ya biashara haina mahusiano yoyote na hisia za moyo baba. Kuwa na pesa au elimu hakumfanyi mtu awe na upendo wa dhati baba. Hisia za moyo. Hisia za moyo ni kitu gani binti yangu? Mimi nataka wewe uolewe na mtu atakayeongeza kipato kwenye familia ili kizazi chetu kiendelee kumiliki pesa. Tunamtaka mtu atakaye kuhakikishia furaha na maisha mazuri hata kama sisi wazazi wako tutatoweka duniani. Tunamtaka mtu mwenye uwezo wa kusimamia mali zako na kuendeleza zaidi, sio mtu wa kuja kuchuma na kuondoka nazo. Huyu kijana anataka kunyonya tu mali zangu, maana hana chochote cha kuongeza. Hawezi kukusaidia kwa chochote kwenye usimamizi na uendeshaji wa mali. Lakini baba usimjaji mtu kwa kumtazama tu usoni. Sio kwa huyu kijana. Sio kwa huyu kijana. Huyu kijana ni muone tu. Hawezi kukusaidia kuendesha mali zako. Nina mashaka pia na elimu yake. Kijana, hebu sema ukweli. Umefikia level gani ya elimu? Mr. Zungu alimuuliza Ramso. Lilikuwa swali gumu sana kwa Ramso, ukizingatia tayari alishadanganyaga kwamba amefika chuo kikuu na amehitimu shahada ya walimu. Lakini sasa kwa kuwa ile siku ilikuwa ya kuzungumza kweli, Ramso hakuona sababu ya msingi ya kuendelea kudanganya. Mtaalamu akajikaza. Elimu yangu ni kidato cha 4 mzee wangu. Kidato cha 4? Si mnaona sasa jamani? Hivi Najma, mbona unatukosea heshima sisi wazazi wako? Pamoja na kujikosea heshima yako wewe mwenyewe. Hivi inawezekana vipi binti wa kitajiri mwenye master's degree akolewa na mwanaume wa kimaskini mwenye elimu ya kidato cha 4? Sasa hata kama sisi wazazi wako tukasema kwamba tumsupport huyu mwanaume wako, tutamweka kwenye kitengo gani sasa kwenye kampuni yetu? Ni bora angekuwa maskini mwenye elimu, ila sio huyu maskini mbumbumbu. Baba, Ramso ni msanii wa muziki. Mwenyezi Mungu tu hakumjalia kipaji cha darasani, lakini amemjalia kipaji cha kuimba. Maneno ya Najma yakawafanya watu watazamane kwa mshangao. Shabani ndo alikuwa wa kwanza kuongea kufuatia kauli ya Najma kwamba Ramso ni msanii wa muziki. Shabani akasema kwamba Najma, unajua hapa ndani sisi ni watu wazima Kwa hiyo usipendi kutudanganya kama watoto. Mimi ni mfuatiliaji mkubwa sana wa muziki wa ndani na nje ya nchi. Huyu jamaa mbona mimi sijawahi kumuona kwenye wimbo wowote na hata kwenye listi ya wasanii wa muziki hayupo, Hawa anaimbaga nini na anaimbiaga wapi? Shabani ambaye ni kaka wa Najma aliuliza hivyo. Sasa mama yake Najma naye akadakia. Hapo sasa. Unajua hata mimi nimeshangaa jamani, Najma, mimi mama yako sijui chochote kuhusu muziki, lakini naamini wanaoimba wote wanalipwa pesa nyingi na wanaishi maisha mazuri. Sasa kama huyu kijana ni mwimbaji wa muziki, kwa nini sasa anafanya kazi kwenye kibanda cha kucha? Inawezekana vipi hili mwanangu? Mr. Zungu yeye alimtazama Ramso kisha akacheka kwa dharau. Kijana, kwani wewe ndo Alikiba? Hapana mzee wangu. Wewe Diamond? Hapana mzee wangu. Au wewe ndo Bob Junior? Hapana mzee wangu.
Sasa ni nani sasa? Jina lako la kisanii nani sasa? Maana mimi sijawahi kusikia msanii anaitwa Ramso. Ni kweli mzee wangu, hakuna msanii anaitwa Ramso. Ila Ramso ni kijana mwenye ndoto ya kuwa msanii. Mimi najua kuimba, ila sijawahi kurekodi wimbo wowote kutokana na changamoto za kiuchumi. Sasa kama hujawahi kuimba, unajitaje msanii na unajuaje kwamba unajua kuimba? Sikiliza kijana. Nakusamehe kwa kuniongopea mimi pamoja na familia yangu kwa ujumla. Lakini sasa, kuanzia leo naomba ukae mbali kabisa na hii familia. Kaa mbali na binti yangu kwa sababu tayari ni mchumba wa mtu. Yule unayemwona pale ndo mchumba wa Najma. Anaitwa Razak. Kaa mbali na binti yangu kijana. Vinginevyo utajuta kuzaliwa. Sawa mzee, nitakaa mbali na binti yako lakini kwa amri ya binti yako mwenyewe. Kama Najma atanitaka nikae mbali naye, basi nitafanya hivyo bila kipingamizi chochote. Vinginevyo hakuna kauli yoyote ya mtu yoyote inayoweza kunitenganisha na Najma. Maisha yangu nishatoa sadaka kwa ajili ya Najma. Kwa hiyo siogopi hata kifo. Najua kabisa amani ya moyo wa Najma ipo kwangu. Kwa hiyo siwezi kumfanya umie. Najua kabisa. Nafahamu Najma hana mchumba mwingine zaidi yangu mimi. Najma ananipenda mimi na sio huyo mnayemtaka nyie. Kijana. Hivi unatoa wapi ujasiri wa kuzungumza mbele yangu maneno kama hayo? Hivi unajua kwamba upo kwenye himaya yangu na naweza nikakufanya chochote kile? Nafahamu sana hilo mzee wangu. Lakini hilo haliwezi kunizuia kusema kweli. Najua nyinyi ni wazazi, lakini hamna upendo kwa binti yenu. Mpo tayari kutoa sadaka furaha ya binti yenu kwa sababu ya maslahi yenu binafsi. Moja ya jukumu la mzazi ni kuhakikisha anaijenga na kuilinda furaha ya mwanae. Hili swala kwenu limekuwa tofauti sana kwa kuwa mmechagua kuizurumu furaha ya binti yenu. Inashangaza sana kukuta familia ya wasomi inaendekeza itikadi kama hizi za kizamani. Kwa nini hamtaki kumwona binti yenu anafurahi? Najma ana haki ya kuishi na mwanaume anayempenda, hata kama sio mimi. Kama hamtaki Najma aolewe na mimi, basi mpeni nafasi ya kutafuta mwanaume mwingine anayempenda, lakini sio kumlazimisha kuolewa na mtu asiyempenda. Mr. Zungu akainua mkono na kumshushia Ramso kofi takatifu la shavuni. Ni bunge moja la kofi ambalo lilimfanya Ramso ahisi kizunguzungu na kwa ufupi hilo kofi lilimvujisha damu mdomoni. Maumivu ya lile kofi yalifika mpaka kwa Najma pamoja na Shani. Kwa mara ya kwanza kabisa Shani alijikuta anaguswa na maumivu ya Ramso. Hata Najma naye alisisimka mwili kuliko kawaida. Najma akasema, "Baba, kwa nini sasa unampiga?" "Baba, nipige basi na mimi sasa. Na utuwe kabisa leo furahi." Najma alimwambia baba yake maneno hayo huku akiwa amemsogelea kwa ukaribu. Mr. Zungu hakumjadili Najma, badala yake akaendelea kudili na Ramso. "Kijana, hiyo ni trailer tu kijana, umesikia? Ukiendelea kuwa karibu na binti yangu au kuja hapa nyumbani, basi nitakuonyesha picha kamili. Kwanza toka nyumbani kwangu, sitaki kabisa kuona." Mr. Zungu alimwambia Ramso kwa serevu. "Sawa mzee, mimi naondoka, na kwa kuwa hamnitaki mimi, basi mpeni uhuru binti yenu. Achague mwanaume mwingine atakayempenda kwa hiari yake. Na ukumbushe tu wazazi, mna haki ya kumtawala na kumuongoza binti yenu, lakini sio kutawala na kuongoza hisia za moyo wake. Kumbukeni ndoa ni yake, sio ya kwenu nyewe wazazi. Huko kwenye ndoa hataenda kuishi kwa niaba ya kwenu nyewe wazazi. Miongoni mwa mafanikio ya mtu ni kuoa au kuolewa na yule anayempenda. Hiyo huwa ni ndoto ya kila mwanamke mwenye akili timamu. Sasa mimi naondoka, lakini kumbukeni kuitazama furaha binti yenu na sio kutazama maslahi yenu binafsi." Ramso aliweka kituo kisha akamtazama Najma. "Najma, mimi naondoka, lakini usisahau kwamba nakupenda sana. Kitu pekee kinachoweza kunitenganisha na wewe ni amri yako pamoja na kifo tu. Nipo tayari waniue, lakini kamwe siwezi kukuacha." Ramso alizungumza maneno hayo kisha akafuta damu mdomoni kwa shati lake, na kilichofuata kwake ni kuondoka pale ndani. Alipiga hatua kuelekea mlangoni, na alipofika akashika kitasa na kuvuta. Mlango ukafunguka kisha katoka nje. Kila mtu pale ndani akabaki akitafakari maneno ya Ramso. Yale maneno yalikuwa ni mazito sana kwenye vichwa vya watu, lakini kwa upande wa Najma uzito ulielemea kwenye moyo wake na sio kichwani. Yale maneno yalimchanganya kiasi kwamba hakuelewa kama Ramso alikuwa anaigiza ama alikuwa anamaanisha, maana alitumia hisia za ndani kabisa kuongea. Sasa Najma akajiuliza, kwa nini anamwacha Ramso anaondoka mwenyewe bila kumsindikiza?
kwa nini asimrudishe alipomtoa wakati yeye ndo alimleta? Kwanza anaenda wapi wakati alishagombana na mwenyeji wake Jordan? Najma hakuona sababu ya msingi ya kuendelea kubakia pale ndani, maana alijua Ramso atakuwa na wakati mgumu baada ya kuondoka pale. Mtoto wa kike aliona kabisa ana kila sababu ya kujitoa kwa ajili ya mwanaume aliyejitoa kwa ajili yake. Pale Najma akaanza kuhesabu hatua kufuata mlango, lakini kabla hajaufikia mlango akazuiliwa njia na kakake Shabani ambaye tayari alishawahi mlangoni. Kwa nini unazuia njia yangu kaka? Sasa unataka kwenda wapi kwani? Kwa hiyo siku hizi tunapangiana ratiba za kutoka sio? Hayo mambo unatakiwa kumfanyia mke wako sio mimi. Naomba nipishe nipite. Wewe huwezi kuondoka na kumfuata ule mbana pua wako huyo wakati wazazi bado hawajamaliza kuzungumza na wewe. Mimi kama kaka yako siwezi kuruhusu wafanyie upuzi wazazi. Kashebe, naomba usikilize sawa? Wewe sio kunizuia mimi kuwa na Ramso, kwa sababu hata huyo mke wako umemtoa vijijini huko kwenye familia za kimaskini kama alivyo Ramso. Kwa sasa unazungumza hivyo nadhani yani ndo nitakuacha uondoke ama? Mimi kuondoka hapa lazima, sio hiari. Kama sina haki ya kutoka hapa ndani, basi leo ndo itakuwa siku yangu ya mwisho hapa duniani. Ni bora nikaishi kaburini kuliko kuishi kwenye hili gereza lenu. I swear, msiponiruhusu kutoka, basi kesho mtanizika. Najma alizungumza maneno hayo na kuwashtua watu pale ndani, hasa mama yake. Mama akapiga hesabu akajua msiniletee ujinga, mimi ndo nilimbeba tumboni huyo mtoto miezi 9. So alipiga hesabu akajua kabisa Najma kweli atajiua, maana roho yake ni nyepesi sana kuchukua maamuzi magumu. Ilibidi sasa mama mzazi aingilie kati vita ya wanae pale mlangoni. Akasema Shabani, mpishe apite. Mama aliamuru Shabani ampishe njia Najma. Hapo sasa Shabani hakuweza kabisa kupindua kauli ya mama yake. Hivyo akapisha njia huku akiwa hajapendezwa na ile swala. Shabani akasema, Bi mkubwa, unajua kwamba unamdekeza sana huyo mwanao, Sasa namfuata vipi mwanaume mbele yetu, yani mbele ya familia kabisa? Hizi dharau kabisa bwana. Shabani aliongea kwa kufoka. Najma akamgusa bega kaka yake na kisha akamwambia kwa sauti ya chini, Bro, laiti kama ungejua Ramso ni nani, basi usingethubutu kwa upande wa kumpinga. Hapo ulipo una deni kubwa la machozi kwa Ramso. Najma alizungumza maneno hayo yaliyomweka njia panda kakake. Mtoto wa kike akafungua mlango na kutoka pale ndani, huku akimwacha kaka yake na swali jipya kuhusu deni lake la machozi kwa Ramso. Najma akaenda kupanda gari lake kisha akatoka nje kabisa geti. Alimwona Ramso kwa mbali akitembea kwa mguu kuelekea barabarani. Najma aliendesha gari na kumfuata Ramso kwa nyuma. Alipomfikia akaenda kusimamisha gari mbele yake na kumfungulia mlango. Ramso akazama ndani ya gari kisha Najma akang'oa gari. Ramso, naomba unisamehe kwa kusababisha maumivu. Usijali Najma. Vipi, umeruhusiwa kutoka pale ndani? Hapana, nimetoka kibabe tu maana walitaka kunizuia. Kwanza nataka kujua kitu Ramso. Ni nani aliyerekodi ile video? Ni yule jamaa anayetaka kukuoa. Nani, Razak? Ya. Ni yeye bila shaka, kwa sababu alikuja ofisini jana na mwanamke ambaye anaonekana kwenye ile video. Sasa mimi sikujua kabisa kama jamaa alikuja ofisini kwa lengo la kurekodi. Sasa Razak amekujuaje? Na alipajuaje kwenye ofisi unaofanyia kazi? Okay, nimekumbuka kitu tayari. Naamini kabisa Juju ndo ameuza ramani nzima kwa Razak. Subiri, nitawakomesha wote. Najma, kwa sasa haina haja. Kabla Ramso hajamaliza kuongea, simu yake ikaita. Alitazama na jina la mpigaji akagundua ni mdogo wake Hafidh ndo alikuwa anampigia. Ramso alipokea simu kisha akatega sikioni. Bro, shikamoo. Mraba, vipi leo kwa mdogo wangu? Mimi niko poa kabisa kaka. Sema madha nataka kuongea na wewe. Ni Bi mkubwa? Ndio. Yuko wapi? Mbona hapa nakusikia? Okay, mpatie simu. Upande wa pili kule kijijini simu ikahama kutoka kwenye mikono ya Hafidh na kwenda kwenye mikono ya mama yake. Hello mwanangu. Naam mamangu, shikamoo. Marhaba jamani. Ujambo baba? Sijambo mama, vipi hali zenu hapo nyumbani? Sisi wote ni wazima, tunamshukuru Mungu. Sijui wewe huko mihangaiko yako mwanangu. Mambo yamekuwa tofauti na matarajio mama. Hivi ninavyoongea na wewe mamangu naelekea stendi ya mabasi kukata tiketi ya gari la usiku. Kama Mungu atajalia basi kesho alfajiri nitakuwa huko nyumbani. Sawa mwanangu, Mungu atakutangulia katika safari yako baba.
Rudi tu nyumbani mwanangu. Huku haujaua na bado wazazi wako tunakuhitaji. Sawa mamangu, kesho alfajiri nitakuwa huko nyumbani. Mnisubiri kijana wenu. Baada ya mazungumzo hayo, mawasiliano yakakatika. Ni mazungumzo ambayo yalivuruga akili ya mwanadada Najma. Ghafla Naj akasimamisha gari baada ya kusikia Ramso anataka kurudi kijijini. Ramso, ina maana unataka kurudi kijijini kweli? Ya, hayo ndio maamuzi niliyofikiria kwenye kichwa changu Najma. Kwa hiyo sasa unataka kuondoka? Sasa nitafanya nini hapa mjini Najma? Naishi wapi? Nafanya kazi gani? Nakula nini? Acha tu nirudi, maana kama hakuna manufaa kwa nini nganganie da? Sio kwa Ramso. Nimepima mno ukata tamaa. Huu mji bado unakudai mafanikio Ramso. Na kuona kabisa una akili ya kupambania maisha ndani ya hili jiji. Unawezaje kuondoka wakati hapa mjini ndo una nafasi ya kutimiza ndoto zako? Kumbuka una deni zito kwenye sanaa ya muziki. Ndoto yako wewe ni kuimba muziki na kusikika redioni. Naisha kuambia mimi nitakupeleka studio. Hasa unaondokaje hivyo ni kabla hata hujatimiza ndoto yako Ramso? Kwa nini lakini? Najma, kwenye hii dunia kuna binadamu wachache sana wanaoishi kwenye ndoto zao. Mimi pia ni mmoja wa watu ambao tayari nimeshafeli kuishi kwenye ndoto zangu. Nimechagua kurudi nyumbani kuendeleza shughuli za kilimo, maana huku da hakuna, ni sioni njia ya kupita. Sawa, unaweza kuhisi kwamba labda maamuzi unayotaka kufanya ni sahihi Ramso, lakini mjaribu basi kuwaza kuhusu mimi basi. Ramhem, niambie vipi sasa kuhusu mimi? Najma, mimi nafikiri mpaka kufikia muda huu ile movie yetu tayari imekwisha na nimekutengenezea njia kwa wazazi wako, kwa hiyo sidhani kama utafusiwa tena kuolewa na Razak. Huu ni muda wako sasa kutafuta mwanaume sahihi kwenye maisha yako. Kisha mpeleke nyumbani kwenu. Naamini kabisa Mungu atakupatia mwanaume mwenye hali nzuri ya kiuchumi. Mwanaume ambaye atakubalika nyumbani kwenu. Ramso, wewe hapo ndo mwanaume sahihi kwenye maisha yangu mimi. Ni kweli kabisa ile movie yetu imekwisha, lakini imeacha hisia za upendo Ram. Ile yote uliyofanya kwangu kuanzia siku ya kwanza kukutana mpaka kufikia muda huu yametosha kabisa kuniteka kisia. Ile mchumba uongo imenimaliza mazima mwenzako. Kikweli kabisa mimi hapa mimi nakupenda. I love you Ramso. Maneno ya Najma yaliushtua moyo wa Ramso kwa marefu na mapana. Ramso hakuamini kabisa masikio yake kwa kile alichokisikia kutoka kwenye kinywa cha Najma. Mwanaume alimeza funda la mate, kisha akamtazama Najma mara mbili, kisha akatazama pembeni kuona kama kuna mtu mwingine huenda ndo alikuwa anaambiwa hivyo. Najma, sijakuelewa, yani unamaanisha ni kusema hivyo? Kipi ambacho hujaelewa Ramso? Mimi namaanisha kwamba nakupenda sana. Na naomba tu wapenzi, au hii tu wapenzi wa kweli kweli, sio tena uongo. Maneno ya Najma yalimfanya Ramso aanze kukumbuka mahusiano yake ya nyuma. Alikumbuka namna alivyoachwa na Shani pamoja na Monica kisa pesa. Akakumbuka namna alivyokataliwa na Juju kisa hadhi yake kwa chini. Akamtazama Najma mara mbili akaona huyu mwanamke huyu ana hadhi kubwa sana, tena ni mara mbili zaidi ya Juju. Kama kwa Juju hakukidhi vigezo, sasa atawezaje kukidhi kwa Najma anayegombaniwa na watu maarufu na wenye pesa zao? Ramso akameza fundo la mate kisha akasema kwamba Najma, hebu naomba kuwa serious basi. Unajua kuna vitu havihitaji kutaniana ujue, Hii inawezekana vipi Najma? Mimi na wewe hadhi zetu hazindani kabisa. Kwenu nyinyi ni matajiri, mimi ni maskini. Wewe msomi Najma, mimi sijasoma. Sasa hii inawezekana vipi? Ramso, utajiri na elimu havina mahusiano yote na hisia za mapenzi. Mimi na wewe hatuna tofauti wote, maana hakuna mtu kati yetu anayemiliki mali zake binafsi. Huo utajiri unaozungumzia sio wa kwangu bali na wazazi wangu. Lakini pia huo maskini unaozungumzia sio wa kwako bali na wazazi wako. Hatima maisha yako wewe bado haijajulikana kwa sababu upo kwenye umri wa kutengeneza. Tazama, kwa sasa una mtaji na nguvu na akili ya kutosha kujenga maisha bora. Hizo akili ulizonazo unaweza kutumia kwenye biashara na zikakufanya wewe tajiri Ramso. Sio kila mfanyabiashara aliyefanikiwa eti ana degree ya biashara au ni msomi wa chuo kikuu. Msingi mkuu wa biashara ni utayari, uthubutu na nidhamu. Alafu kingine Ramso, una kipaji ambacho kinaweza kukutengenezea maisha bora siku zijazo. Ramso, I love you. Mimi nakupenda mwenzio. Na nipo tayari kukusaidia kutengeneza maisha bora kwa ajili ya watoto wetu. Au pengine labda huna hisia zote kwangu? Hapana Najma. Hivi naanzaje kukosa hisia juu yako wewe, Tangu siku ya kwanza nilipokuona mpaka tunaingia kwenye mapenzi ya kuigiza, nilikuwa na hisia za kweli juu yako. Ni vile tu sikuweza kuweka wazi
kwa kuheshimu hisia za yule mwanamke ambaye tayari ananipenda. Usaliti ndio kitu ambacho sijaumbiwa kwenye moyo wangu. Once I say I love you, I mean I love you. Hiyo ndio sababu inayonifanya niweze kuzuia na kuficha hisia zangu kwako Najma. Ila kikweli muonekano wako na tabia zako ni ndoto ya kila mwanamume mwenye nia ya dhati kwenye mapenzi. Mimi pia ni miongoni mwa hao wanaume Najma. Najua vita ni kali sana kutoka kwa wazazi wako pamoja na watu wengine, lakini nipo tayari kupambana na hilo. Mimi nitapambana kwa ajili yako Najma, kwa sababu hata mimi hapa nakupenda. Kabla Ramso hajamaliza kuzungumza, akatulizwa na busu la mdomoni na mtoto wa kike. Ramso alibaki ameganda kama amepigwa na shoti ya umeme kufuatia lile busu. Ilikuwa mara ya pili kwa Najma kumpiga busu Ramso. Najma alijitoa kwenye mdomo wa Ramso baada ya sekunde chache tu. Ramso akaona mtoto wa kike amebip kwa mara nyingine, hivyo akaamua kumpigia kabisa. Akamvuta karibu yake, kisha akamrudisha tena mdomoni na kumpiga bonge la busu. Ni busu la kideoni, haise, busu mnyonyizo, busu mnyonyano, busu msafirisho, busu lililojaa nishati ya mbingu na ardhi. Ramso na Najma waligandana mdomoni kwa takriban dakika 2 wakipeana juisi ya mahaba. Walipoachana wakaanza kutazamana huku kila mmoja akiema juju. Najma, asante sana kwa kunipenda mimi. Sikuwahi kufikiria kama siku moja nitakuwa special kwako kiasi hiki. Nashukuru sana kwa huruma yako, maana sijioni kabisa kama nastahili kupata nafasi kwako. No. Sio huruma, bali unastahili Ramso. Trust me. You deserve to be someone I love. And nikwambia tu Ramso, nakupenda sana. And I will do anything just to make you happy. This is just a beginning. Subiri utafurahi. Thanks so much Najma. Kwa sasa sina chochote cha kukupa zaidi ya kukuahidi tu upendo wa dhati. Ngoja niwapigie simu nyumbani niwaambie kwamba safari ya kurudi kijijini imekufa. Ramso alivuta simu yake kisha akampigia mdogo wake Hafidh. Simu ya Hafidh ikapatikana. Ramso akafikisha ujumbe juu ya kugairisha kwa safari yake. Baada ya mazungumzo hayo kumalizika, Naji akawasha gari na kuendelea na safari. Ramso hakujua sasa ni wapi walipokuwa wanaelekea, hivyo ikabidi aoje. Dia, kwa hiyo tunaenda wapi sasa muda huu? Maana siwezi kurudi tena kule Kinondoni. Ya, najua kwamba huwezi kurudi, kwa hiyo sijali baba. Wait, utajua wapi tunapoelekea? Najma alimjibu hivyo Ramso huku safari ikiendelea. Basi walitembea mwendo wa takriban saa 1 na kufika maeneo ya Tabata Segerea. Break yao ilikuwa ni kwenye kijiwe kimoja cha madalali wa vyumba. Sasa walipofika hapo wakateremka kwenye gari, kisha Najma akawaulizia wale madalali kuhusu upatikanaji wa chumba cha kupanga chenye choo cha ndani. Chumba kilikuwepo, hivyo wakaongozana na dalali kwenda kukiona. Hakukuwa na umbali wote kutoka pale ulipokuwa. Walifika kwenye chumba kisha wakaanza kuikagua. Ram, yes mama, umekionaje kichumba? Kipo fresh sana. Kwa hiyo umekipenda, unaweza kuishi hapa si ndio? Ya, kipo poa. Okay, sawa. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Ramso na Najma wakipeana tathmini juu ya kile chumba. Kwa muonekano tu chumba kilikuwa kizuri sana. Kilichofuata hapo, Najma akazama kwenye pochi na kutoa kiasi cha pesa kwa ajili ya kulipia na kuandikiwa mkataba. Najma alilipia mkataba wa miezi 6 uliogharimu kiasi kikubwa cha pesa kutokana na ubora wa chumba. Hayo ndio alikuwa makazi mapya ya Ramso maeneo ya Tabata Segerea. Baada ya kumalizana na zoezi la kuandikishana mkataba, Ramso na Najma wakatoka na kwenda kununua baadhi ya vitu vya ndani. Kwanza kabisa Najma aliingia benki kisha akatoa kiasi fulani cha pesa alichokihitaji kwenye matumizi yake. Baada ya kutoa pesa wakaenda kununua kitanda na godoro size 5x6, shuka, neti, pazia, feni pamoja na ndoo za maji. Hivyo ndio vitu vilivyokuwa na umuhimu wa haraka ndani ya kile chumba. Baada ya kununua hivyo vitu wakavipeleka kwenye chumba walichopanga na tayari yalishafika majira ya saa 12 jioni. Hey baba, kwanza leo ndio chumba chako cha kuishi na kila kilichopo hapa ndani ni cha kwako. Vitu bado havijatimia, ila kesho kama nitapata muda basi nitakuja tuviongezee. Lakini pia nakupatia muda wa siku 2 ufikirie biashara gani unaweza kuifanya ili nikupatie mtaji. Wewe fikiria kwa upande wako na mimi nafikiri kwa upande wangu ili tupate machaguo. Shika hapa pesa, itunze kwa ajili ya mahitaji ya chakula, umeme na maji. Mimi narudi nyumbani maana muda wangu umekwisha. Kama nilivyokuambia Ram, kesho nikipata muda nitakuja ili tumalizie kununua vitu vya ndani na nguo zako za kuvaa. Naomba baki salama baba. Kama utakutana na changamoto yote basi naomba unipigie simu, hata ikiwa ni usiku wa manane, wewe nipigie tu sawa baba.
Sawa, nimekuelewa na naomba ufike nyumbani salama. Kuwa makini sana kwa barabarani unapokuwa. Okay baba, alafu nitaka kusahau kukuambia kitu muhimu sana. Kuhusu ahadi yangu ya kukupeleka studio. Hivi kumbe upo serious na muziki wangu mama? Nipo serious. Kwa nini nikutanie? Wewe andaa wimbo mzuri alafu utaniambia ukiwa tayari. Wiki ijayo nitakuwa na pesa nyingi sana, kwa hiyo naweza kukupeleka studio yote ile ndani ya hii nchi. Kikweli unajua sana kuimba, hivyo hata kama watu wasipopokea vizuri wimbo wako basi nitasikiliza mimi hata peke yangu. Basi sawa mamangu. Nitajitahidi kutunga wimbo mzuri utakaopendwa na Watanzania wengi, japo hauwezi kupendwa wote. Hivyo ndivyo Ramso na Najma walivyoagana ile siku. Najma alianza safari kurudi kwao Mbezi, huku Ramso akibaki Tabata kwenye makazi yake mapya. Ramso alibaki chumbani akiwa na tafakari fursa ya maisha aliyoipata kupitia Najma. Kichwani alikuwa na muwaza Najma tu na kusahau kabisa kama siku ile alitoka kuachwa na Monica. Kiufupi, Najma alimsaidia Ramso kuondoa maumivu yote ya kusalitiwa na Monica. Maumivu aliyoyaacha Monica kwenye moyo wa Ramso yalipotea kwa haraka kuliko hata status ya WhatsApp. Huo ndio muda ambao Ramso aliamini kwamba sio kila unachokipoteza ni hasara, bali vingine ni faida. Kitendo cha Monica kuondoka kwenye moyo wa Ramso kisha Najma akachukua nafasi ni kama vile Ramso alidondosha shilingi 500 na kuokota 10,000. Ama tunaweza kufananisha na mtu anayeteremka kwenye baiskeli na kupanda gari. Kwa hakika siku ilikuwa nzuri sana kwa Ramso kwa hisani kubwa ya mwanadada Naji. Mtaalamu alianza kuona mwanga mbele yake licha ya kwamba bado hakuanza harakati za kutafuta pesa. Usiku ule aliutumia kuwaza biashara ya kufanya kama alivyoambiwa. Aliwaza sana lakini hakupata jawabu sahihi. Hivyo akapanga kufanya utafiti siku inayofuata. Alipokumbuka kuhusu ahadi ya Najma kumpeleka studio, akajikuta sasa anapata morali ya kuandika wimbo mpya. Mtaalamu alituliza akili na kuanza kuwaza wimbo utakaogusa hisia za watu. Hapo sasa akajikuta anakumbuka misukosuko aliyopitia kwenye mahusiano yake ya nyuma. Alikumbuka vyema usaliti aliofanyiwa na mwanadada Shani pamoja na Monica. Ramso aliamini kwamba hakuwa na bahati kwenye mapenzi, ndio maana alikuwa anasalitiwa. Kadri alivyokuwa anakumbuka ndivyo mistari ya wimbo ilivyokuwa inapanda na kuandika. Ni wimbo wenye hisia nzito sana za mapenzi uliomfanya Ramso atokwe na machozi wakati anaandika. Ramso aliamua kuzitumia zile changamoto alizopitia kwenye mapenzi kama fursa ya kutokea kimuziki. Amini usiamini, wimbo ulikamilika usiku ule ule. Na huo wimbo akaupatia jina la Sina Bahati. Ramso aliupa wimbo wake jina hilo baada ya kuhisi hana bahati katika mapenzi. Wimbo ulikuwa tayari na kilichobaki ni kuingia studio tu. Na hapa niwaambie, wasanii wengi wanavyoimba nyimbo za mapenzi hawa asilimia 90 anawakuta. So siku iliyofuata majira ya saa 12 alfajiri maeneo ya Masaki, Razak bado alikuwa kitandani amejilaza huku akiwa amefumbua macho. Hakuwa na nguvu kabisa ya kuamka na kwenda kwenye shughuli zake kutokana na msongo mzito wa mawazo aliokuwa nao. Moyo wake ulikuwa na maumivu kutokana na sakata zima lililotokea siku ya jana. Alikumbuka namna Najma alivyosema hadharani kwamba anampenda Ramso. Alikumbuka pia namna Najma alivyoondoka ndani na kumfuata Ramso. Lakini pia usiku wa jana alipigiwa simu na Najma na kuambiwa maneno yaliyozidi kumuumiza moyo. Maneno hayo yalijirudia mara mbili kwenye kichwa chake. Najma alimwambia Razak ya kwamba Razak, kwa hiyo ulihisi ile video uliorekodi ndio inaweza kunifanya nikupende? Ngoja nikwambie kitu Razak. Wewe ni dhaifu kama wadhaifu wengine tu. Ungekuwa kweli mwanaume, ungedili na mimi unayenipenda, sio kudili na mwanaume mwenzako. Kile ulichokifanya ndio kimezidi kukupunguzia credit kwangu. Yaani ni bora hata niolewe na jiwe ila sio wewe Razak. Acha kujipotezea muda wako. Tafuta mwanamke atakayekupenda kisha umuoe. Mimi tayari nimeshampenda Ramso, kwa hiyo siwezi kukupenda wewe kamwe. Hayo ndio alikuwa ni maneno ya Najma aliyoyatamka usiku wa jana kupitia mawasiliano ya simu. Razak alikumbuka maneno hayo na kujikuta anazidi kuchanganyikiwa juu ya penzi la Najma. Razak akasema, Najma, sio rahisi kama unavyofikiria Najma. Mimi siwezi kushindwa kirahisi kupitia maneno yako bwana. Hii ngoma haijaisha mpaka ishe. Razak alijisemea maneno hayo akiwa pale kitandani. Ni wazi kabisa mwanaume hakukata tamaa kumpata Najma. Hii ina maana kwamba vita ya kulipata penzi la Najma bado vita ilikuwa bado mbichi sana kati ya Ramso, Razak, Ibra na Topsy, wanaume wanne. Ramso, Razak, Ibra na Topsy. Ibra ndo ambaye alikuwepo mpenzi wa Najma muda wote tu.
Razak ni chaguo la wazazi. Ramso ndo ndugu yetu sisi tunayemjua. Topsy alipewa tu taarifa kwamba binti anatafuta mtu. Kwa hiyo bana. Tusonge mbele. Basi ilikuwa yapata majira ya saa 5 asubuhi ndani ya Sharobaro Records. Msanii Bob Jr akiwa pamoja na Topsy walikuwa kwenye sofa huku kila mmoja akiwa busy na simu yake ndani ya studio. Hiyo ni mara baada ya kumaliza kufanya show kwenye tamasha la Fiesta mkoani Mwanza na Arusha. Sasa Bob Jr akasema ya kwamba, "Oi Topsy, vipi uliongea tena na yule manzi?" Topsy akasema, "Manzi upi huyo?" Bob Jr akasema, "Si Najma au umekubali kumwachia yule mbandika kucha?" Topsy akasema, sio kirahisi hivyo babu. Kwanza ngoja nimcheki hapa, umenikumbusha tena mzee." Basi Topsy akapiga namba Najma. Kwa bahati nzuri simu ya Najma ikawa inaita. Bob Jr akamtaka Topsy aweke loudspeaker ili na yeye amsikie Najma. Topsy akaweka loudspeaker na muda huo simu ikapokelewa. "Hello babe girl." Yes, nani mwenzangu? Topsy hapa. Okay, una shida gani? Nilikuwa nakusalimia tu. Okay, asante kwa salamu yako. Una jambo lingine tofauti na salamu? Yeah, kuna kitu hapa nataka kuuliza. Kitu gani? Kuhusu Fiesta, vipi ulifuatilia? Hapana, sijafuatilia. Oh my god. Kwa nini sasa umejikosesha burudani mrembo? Sina interest nayo masuala ya muziki na show. Sio kweli Najma. Mbona rafiki yako Jojo ameniambia kwamba unapenda sana muziki na show za wasanii nini? Kama Jojo ndio mimi basi huenda ni kweli napenda. Sawa, ila nina shida moja Najma. Zungumza na kusikiliza. Shida yangu kwako ni kubwa sana. Kwa hiyo naomba basi kama utakuwa na nafasi basi tuweze kuonana nini, Nina mengi sana kuzungumza na wewe. So please sana naomba nipatie nafasi tutoke lunch au dinner ndani ya wiki hii. Sikiliza kaka. Najua unachokihitaji kwangu, kwa hiyo siwezi kupoteza muda wangu kuonana na wewe. Huyo Juju aliyekupa namba yangu anamfahamu mwanaume wangu. Kwa hiyo naomba tusiharibiane mahusiano. Najma, unajua ni mrembo sana. Sasa inawezekana vipi udate na mbandika kucha, Wewe unastahili mwanaume maarufu na mtanashati. Ndio hadhi yako Najma. Mimi sidatisho na maarufu, bali naangalia nidhamu ya mtu, sawa? Halafu huo maarufu hauna mwenyewe. Mtu yeyote anaweza kupata. Kama kuimba, hata mpenzi wangu anajua, tena anajua zaidi yako. Basi kicheko cha dharau kikafuata pale studio baada ya Najma kuzungumza maneno hayo. Aliyecheka ni Topsy pamoja na Bob Jr. Sikia Najma, huyo jamaa hajui kuimba, sawa? Anapiga kelele tu na kulialia tu, ndio maana alitimliwa Sharobaro Records. Sawa, lakini nampenda hivyo hivyo. Najma alimaliza kuzungumza maneno hayo kisha akakata simu. Bob Jr na Topsy wakawa wanatazamana baada ya kukatiwa simu. Bob Jr akasema kwamba wewe Topsy, huyo demo hakutaki. Kama vipi sikia, wewe niachie mimi nipite naye. Huyo kwangu achomoi, maana mimi ndo sukari ya warembo hapa Bongo. Yaani hajawahi kutokea nikakataliwa na demo yoyote ule. Wewe mwenyewe unakumbuka Juju alimkataga Mangija, alafu mimi nikapita naye shwa. Mimi ndo rais wa masharobaro dunia nzima. Topsy akasema, "Da, nakumbuka mzee. Mangija kateswa sana na Juju. Alafu mwambo kapita naye kiulaini tu. Sema nini mwanangu? Ukimtongoza Najma utajaribia kwa Juju, maana hawa ni marafiki ujue." Bob Jr akasema, "Sikiliza mzee, mimi ni msanii, na mahusiano yangu yanakwenda kisanii. Kwa hiyo nipatie tu namba Najma, maana mimi mwenyewe nampenda kinoma noma." Naise, hatimaye Bob Jr naye akaongezeka kwenye vita kulinasa penzi la Najma. Sasa ikawa ni 5 suitors 1 husband. Yaani wachumba 5 mume mmoja. Je, nani ni mume kati yao? Nukta ya mwisho kabisa ndio imebeba jibu la swali hilo. Baada ya wiki moja ni ndani ya AM Records. Ni moja ya studio maarufu za kuzalisha muziki ndani ya nchi. Majira ya saa 6 mchana, Ramso alifika ndani ya studio na kukutana na producer mashuhuri anayefahamika kwa jina la Maneki. Siku hiyo Ramso alijipanga kifedha. Alikuwa na shilingi milioni 1 mfukoni aliyopewa na Najma kwa ajili ya kulipia gharama za kurekodi wimbo. Ramso alienda peke yake pale studio bila Najma. Baada ya kukutana na producer, akajieleza pale kwa marefu na mapana. Asa producer Maneki akamwambia kwamba, "Dogo, nimekusikiza vizuri maelezo yako, kwa hiyo gharama za kurekodi nitakufanyia 500,000 tu. Si umesema haujawahi kurekodi wimbo kwenye studio yote?"
Ramso akasema ndio kiongozi, hii ndo mara yangu ya kwanza kufika studio. Producer akasema sasa una hakika unajua kuimba kijana? Unajua mimi ni brand kubwa, kwa hiyo mimi siwezi kurekodi nyimbo zitakazonishushia credit mitaani. Kwanza una rap ama unaimba? Ramso akasema naweza kuimba na kurap kiongozi. Producer akasema okay, sasa ngoja nikushauri kitu. Huko kwenye kurap ni kugumu sana kutoka kimuziki. Siku hizi watu wengi ni wadau wa mapenzi, kwa hiyo wanashabikia sana nyimbo za kubembeleza. Wewe unaona hata wasanii maarufu zaidi hapa Bongo kama Kiba na Mondi hivi wanaimba nyimbo za mapenzi tu. Ramso akasema naona kiongozi. Producer akasema basi imba kwanza nikusikilize. Ramso akapewa nafasi ya kuimba ili wamsikie kama kweli anajua. Mtaalamu akakohoa kama kawaida ili kuondoa kikohozi, kisha akaanza kuimba. Sasa msikilizaji, kwenye huo wimbo wa Ramso kuna watu walitajwa humo, kwa sababu tunaelewa kwamba huu wimbo aliutunga kutokana na maumivu ambayo aliyapitia. Kwenye baadhi ya mistari alielezea namna ambavyo aliingia kwenye mahusiano na Shani, lakini Shani akachukuliwa na mwanaume mwenye pesa zake, lakini moyo wake akaja kumpatia Monica, lakini naye akaondoka baada ya rafiki aliyemwamini sana kumchukua na kuondoka naye. So kabla Ramso hajamaliza kuimba, producer Maneki akamkatisha na kumwambia kwamba oya dogo, subiri kwanza, wimbo ni wako? Ramso akasema ndio ni wako kiongozi. Producer akasema una hakika umeandika wewe, haujakopi sehemu? Ramso akasema ndio kiongozi, nimetunga na kuandika mimi mwenyewe. Producer akasema I say huu mkwaju wa moto sana kudadeki. Hii ni bonge moja la hit song mdogo wangu. Ni ngoma moja yenye hisia kali sana za mapenzi. Yaani mpaka mimi mwenyewe unajua imenigusa Hayo matukio yamenigusa kabisa, maana mimi nimeshawahi kukutana nayo kwenye mapenzi bwana. Alafu ngoja kwanza, kuna beat fulani hapa hivi nimelichonga jana. Naona kama linaendana kabisa na huo wimbo. Ngoja ni cheki hapa. Basi Maneki akaanza kubofya pale kompyuta yake akitafuta beat alilosema. Alipolipata akaplay bwana, kisha mdundo ukaanza kusikika. Asa Maneki akasema kwamba sasa dogo, hebu rudia tena kuimba wimbo wako kwa kufuata ile beat. Basi Ramso akaanza upya kuimba ule wimbo kwa kufuata muondoko wa beat. Wakati Ramso anaimba, producer Maneki alikuwa anatingisha kichwa kutokana na utamu wa wimbo huo. Lile beat lilionekana kufit kabisa kwenye ule wimbo. Maneki akasema kwamba dogo, kikweli unajua mwanangu, unajua sana kuimba dogo. Hii ngoma inaenda kukupeleka mjini rasmi. Hii ngoma ni kali sana. Yaani mimi naiona ikienda kusumbua mjini. Kwanza una meneja? Ramso akasema hapana, sina kiongozi. Maneki akasema sasa kuanzia sasa mimi ndo meneja wako. Ni meneja wa mpito tu, na hii ngoma mimi nitaipeleka sokoni mpaka maredioni. Mimi nakusaidia hapa mwanzoni tu. Unajua huko mbeleni utapata management nzuri tu itakao kuinua muziki wako na kukutafutia show kali. Kwanza ukiachana na huu wimbo, una wimbo mwingine ulioandika? Ramso akasema ndio kiongozi, zipo nyingi sana. Producer akasema okay, hebu niimbie nyingine mbili tu ili nijue kama kweli una kipaji au umebatisha tu moja. Ramso akasema okay, hakuna shida kiongozi, ngoja niimbe usikie. Basi Ramso bwana aliziimba zile nyimbo mbili zilizokataliwa kwenye studio ya Sharobaro Records ya Bob Junior na Bongo Records ya P-Funk Majani. Cha ajabu ni kwamba unajua nasemaga bwana, wakati wa Mungu ni wa Mungu tu, na kamwe duniani huwezi kupendwa na kila mtu, hata ufanye nini huwezi kupendwa na kila mtu. Cha ajabu, zile nyimbo Maneki alizikubali sana na kuendelea kumsifia Ramso kwa kipaji kikubwa cha kutunga na kuimba. Maneki akasema kwamba sasa kijana wangu, ngoja nikupe hili beat ili ufanyie mazoezi kwanza kutwa nzima, maana changamoto kwako ni pumzi. Kuna chumba kile pale utaingia kwa ajili ya kufanyia mazoezi ule wimbo wa kwanza kabisa ambao umeniimbia, alafu baadaye utaweka vocal. Kiufupi leo itatulazimu kukesha hapa studio, sawa, ili tukamilishe kazi na tutaipeleka kabisa mjini. Ramso akasema sawa kiongozi, shukrani sana kwa kunipambania. Sijui hata nikushukuru vipi brother Maneki. Producer Maneki akasema tulia ndugu yangu, tulia. Yaani wewe tulia kwa sasa, tufanye kazi. Achana na hizo shukrani bwana. Unajua sio kila mtu huwa anakumbuka alipotoka Maana kuna wasanii kibao walikuja hapa kama underground nikawa support kimuziki, lakini walipopata majina wakaishia tu kundharau kwamba sijui kuandaa beat za kisasa nini. Hao wasanii siku hizi hawaji tena kurekodi kwangu. Kuna wengine niliwatengenezea mabiti bure kabisa, lakini kwenye safari zao za mafanikio kimuziki hawataji kabisa jina langu. Ramso akasema bro, mimi siwezi kukusahau kwenye safari yangu ya muziki. Yaani ikitokea mimi nilikuwa star, nitakukumbuka. Maneki akasema hata wenzako walisemaga hivyo dogo. Ila sasa hivi wananiona pimbi tu. Hivi umesema unaitwa nani? Naitwa Ramso. Hilo jina halina swaga za kisanii. Hebu nitajie jina lako la kisanii.
Jina langu la kisanii ni Rams TZ. Hapo sasa umetisha mwanangu. Hilo jina lina swaga fulani hivi za kisanii. Kwanza tuingia hapo playroom hapo ni kusetili beat mwanangu ili uanze kufanya mazoezi. Leo yana hapo leo tulali mpaka tulimalize hapa. Hatimaye Ramso akapata nafasi ya kurekodi wimbo wake wa kwanza kabisa uliokwenda kwa jina la Sina Bahati. Msikilizaji, kwenye wimbo watu walitajwa. Shani alitajwa, Jordan alitajwa, Monica alitajwa. So usiku kucha alikesha studio na producer Maneki kwa lengo la kumaliza kila kitu ili kukipambazuka waiachie rasmi. Mpaka kufikia alfajiri ya siku inayofuata, kazi ikakamilika rasmi. Ramso alirudi kwenye chumba chake akiwa na kopi ya wimbo wake. Alipofika chumbani kwake akajilaza kitandani na kupitiwa na usingizi mzito kwa kuwa hakulala usiku kucha na alichoka kweli kweli. Upande producer Maneki aliamua kuutambulisha rasmi ule wimbo kwenye platform zote za muziki, kisha akaupeleka kwenye redio moja kubwa sana nchini. Zoezi hilo alifanya asubuhi ile kabla hajaenda nyumbani kwake kupumzika. Maneki alimtambulisha rasmi msanii chipkizi Rams TZ na wimbo wake unaoitwa Sina Bahati. Ilipofika majira ya saa 6 mchana juu alama, mwito wa simu ulimshtua Ramso kutoka usingizini. Kutokana na usingizi na uchovu aliokuwa nao, akajikuta anashindwa kuvuta simu iliyokuwa pembeni yake pale kitandani. Ramso alipotezea simu hiyo kisha akaendelea kulala. Sasa simu iliita sana mpaka ikakata. Baada ya sekunde kadhaa ikaanza kuita tena. Awamu hii Ramso akaona bora atazame kwanza ni mtu gani anayempigia simu. Huenda ikawa kuna tatizo limetokea kwa Najma au nyumbani kwa kijijini. Mtaalamu akajiviringisha mpaka ilipokuwa simu. Aliposhika na kutazamana pale na simu akakuta Najma ndo anampigia. Ramso akapokea simu kiuchovu sana. Ram. Siamini kabisa hiki ninachokisikia baba. Yaani siamini eti. Najma, mbona nitisha tena mamangu? Kuna nini kwani? Ram, naisikia sauti yako mdau Clouds FM. Hii ni mara yangu ya 7 sasa, yani wimbo wako unarudiwa kupigwa na watu wanamimina comment za kukupongeza Ram. Ram, nilikwambia baba, unajua sana kuimba na utatoka kimuziki. Naona watangazaji wanalitaja tu jina lako muda wote. Mwacha kwanza redio yako kisha sikiliza Clouds FM muda huu. Aisee, maneno ya Najma yalimfanya Ramso apate mtetemo wa furaha ndani ya moyo. Pale akakata simu kisha akawasha redio na kuweka masafa ya Clouds FM. Hello. Hey. Ramso alihisi yupo njozini baada ya kusikia sauti yake redioni kwa mara ya kwanza kabisa. Mtaalamu hakuamini kabisa kama ndoto yake hatimaye imekuwa kweli. Wimbo ule kwanza haukuishia tu pale Clouds FM. Ulisambaa kwa kasi kila kona nchi. Ni wimbo wa mapenzi uliogusa hisia za watu wengi sana kiasi kwamba wakatamani kujua kama maudhui yake ni historia ya kweli au ya kutungwa. Lakini pia wengi wakatamani kumjua huyo msanii Rams TZ anafananaje kwa sura na muonekano wake kwa ujumla upoje. Basi message iliingia kwenye simu ya Ramso ikisomeka ya kwamba oya Rams, kesho saa asubuhi fika studio, kuna wadau wanataka kuingia mkataba na wewe. Nilikwambia dogo, huu wimbo utakupeleka mjini. Sasa hivi kila kona inasikika ngoma yako tu mdogo wangu. Sina Bahati imeshakuwa wimbo wa taifa. Msikilizaji, hiyo ni message iliyoingia kwenye simu ya Ramso kutoka kwa producer Maneki. Ramso alijikuta anatokwa na machozi ya furaha akiwa peke yake chumbani. Hakuamini kama kweli anaenda kuwa star kupitia muziki wake. Ule wimbo ulisambaa mpaka ukafika kwenye masikio ya Jordan, Shani na Monica ambao majina yao yalitajwa ndani yake. Ni wimbo ambao uliwapa mitetemo kwenye mioyo yao baada ya kuona nyota ya Ramso imeshaanza kung'aa huku akiwa anakumbuka usaliti wao. Msikilizaji, kuna raha sana kwenye maisha yako, hasa upande wa kazi unayofanya. Kama mwenza wako akakusapoti na akaamini kupitia wewe. Lakini nauma sana kazi unayofanya halafu una mwenza ambaye haikubali hata hiyo kazi yako, japo wewe una ndoto kubwa sana kuhusu hiyo kazi. Kwa hiyo msikilizaji, unahisi nini kitafuata? Hapa ndo mwisho wa sehemu hii ya 5 msikilizaji, na tutakutana sehemu ya 6 tuweze kufahamu ni kipi ambacho kiliendelea. Mdoto huo ulikuwa nami Lucas Lumbas. Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe mpaka tutakapoonana tena sehemu ya 6. History ni tamu tena. Jamani. Bye bye.